Msikilizaji, nina siku 3 tu toka niingie kwenye hii nyumba mpya ambayo kodi yake si bei ghali sana. Hii nyumba msikilizaji ni self, yani nyumba nzima ina mpaka geti na parking ya magari. Ninapozungumza magari ni parking ya magari kama 2 hivi. Sasa wewe jaribu kuwaza tu wewe mwenyewe kwamba ni nyumba kubwa kiasi gani. Nyumba ambayo ninaishi peke yangu, nyumba ambayo ina eneo kubwa sana la mimi kujivinjari, nyumba ambayo ina parking ya magari 2, nyumba ambayo ina geti. Sasa unajua nikikwambia kodi yake au kiasi ambacho nalipa hapa, wewe mwenyewe utacheka sana. Yani ni shilingi 100,000 tu kwa mwezi. Hii nyumba ina kila huduma, na hapo mwenye nyumba hupokea kodi ya miezi 6 tu, japo mimi huwa napendelea kulipa kodi ya mwaka mzima. Kazi yangu mimi ni meneja kwenye kampuni fulani hivi, yani meneja masoko. Kwa hiyo huwa naondoka nyumbani asubuhi sana na kurudi jioni, na wakati mwingine usiku kabisa, na hapo unakuta labda niwe nimepitia kwa shemeji yenu. Sasa leo baada ya kurudi nyumbani nilikuwa ni mchovu sana. Kwa hiyo nikasema kwamba hebu acha kwanza nijimwagie maji kabla ya kulala. Na huo ndio ulikuwa utaratibu wangu wa kila siku. Mara tu ninaporudi nyumbani ni lazima nijimwagie maji ili kwamba mwili wangu ukae fresh. Basi nilitoa taulo yangu vizuri kabisa ili niweze kujimwagia maji. Sasa nikafungulia maji katika ile bomba mvua kule bafuni, ila maji yalikuwa yamekata. Yani nilijikuta nimekasirika hatari. Nikavuta taulo na kujifunga kisha nikatoka. Baada ya kutoka niligundua kabisa kwamba kuna ujio wa mtu ambaye alikuwa anahitaji kusikilizwa, kwa sababu huyu mtu alikuwa kibofya kengele getini ambayo iliweza kunijulisha kwamba kuna mtu yuko getini anahitaji kuingia ndani. Basi niliachana lile swala la kuendelea kuwaza maji ambayo yalinifanya niwe boredom kabisa kwa dakika chache. Nikapiga hatua kuelekea nje, na hadi nilipolikaribia geti na kufungua, aise, alikuwa ni boyfriend wangu ambaye alipaki gari lake pembeni huku akiwa amesimama mbele yangu. Na siku hii alikuwa na mfuko pamoja na maua akitabasamu sana. Mimi nikacheka kwanza na nikamwambia kwamba yani nimekuelekeza siku moja tu na umepafahamu? Wewe ni kiboko sana, nilisema, kisha nikampokea mizigo ile na tukaanza kupiga hatua kuelekea ndani. Ila wakati tunatembea niliona kama mtu kasimama pembeni ya gari yangu, sehemu ile ya maegesho magari. Kama nilivyokuambia msikilizaji kwamba hii nyumba ilikuwa na parking ya magari. Kwa hiyo katika gari yangu, upande wa gari yangu pale ambapo nilikuwa nimepaki, niliona kama mtu kasimama pembeni. Na nilipotazama kwa makini sikuweza kuona chochote. Nikahisi labda ni mawazo yangu tu. Basi tukafika ndani na huyu mpenzi wangu, nikamwambia karibu sana. Nilisema nikimkaribisha boyfriend wangu aliyekuwa akiitwa Karim. Karim aliweza kukaribia pale akisema kwamba asante sana. Alijibu huku akiketi juu ya sofa. Ila hapo nikasikia maji yakimwagika huko bafuni, kana kwamba ile maji yalikuwa yamesharudi tayari. Basi nilimwambia Karim kwamba unajua nilikuwa naenda kuoga na nikakuta maji hayatoki. Ndipo nilipokuja kukusikiliza wewe mara baada ya kubofya hiyo kengele ya getini. Ila nasikia namwagika, kwa hiyo naona atakuwa amerudi. Basi wacha mimi nikajimwagie maji kwanza, nilimwambia Karim, na mimi nikaingia bafuni vizuri kabisa. Nikatoa taulo yangu na kusogelea pale lilipo bomba la mvua ili niweze kuanza kuoga. Basi nikaanza kuoga pale.
nikavuta na sabuni pale na nikaanza kujipaka vizuri kabisa, lakini bahati mbaya ile sabuni ikaanguka chini pap. Basi kwa sababu ni bafuni kwangu na bafu langu ni safi, maana huwa naingia mwenyewe kabisa, kama nilivyokuambia kwamba nyumba yangu ilikuwa si ya kushare na watu. Basi nikasema kwamba hebu acha niokote bwana, mimi siwezi nikaitelekeza hii sabuni. Nikainama na kuchukua sabuni huku macho yakiwa bado yamefumba kwa sababu nilikuwa nina povu jingi sana usoni. Wakati nimeinama, hafla nilihisi kitu cha moto sana kikinigusa kwa nyuma. Nikawa nasikiliza kwanza huku nimestaki kwamba hiki ni kitu gani? Kile kitu kilianza kuingia taratibu sana. Yaani kama vile niko kwenye kumbato kali sana na mtu wa karibu sana. Unajua ajabu msikilizaji, siku hii kule bafuni nilihisi raha sana. Tena raha ajabu ambayo ilinifanya mpaka nikahisi kwamba labda ni mpenzi wangu Karim ambaye ameamua kuni surprise. Nikasema, Karim, ni wewe? Niliuliza, lakini sauti ya kigugumizi iliweza kunitawala sana pale, huku nikisikilizia utamu, kwa sababu huyu mtu aliendelea kuushika mgongo wangu kwa mikono yake laini, mikono ambayo ilikuwa ni laini sivyo kawaida, yani kama vile ni mikono ya mtoto. Nikaanza kugunaguna pale nikiamini kabisa kwamba ni Karimu ambaye alikuwa amenifuata kule bafuni. Mara hafla mlango ulifunguliwa na nikisikia sauti ikisema kwamba vipi wewe? Aliniuliza Karim, na hapo nikashangaa sana, maana yule ambaye alikuwa amenifanyia yale yote pale bafuni sikumsikia tena, na mara hii sauti ya Karim ndio ambayo ilikuwa inasikika, sauti ambayo ilikuwa inatokea mlangoni. Mimi nikasimama haraka, nikaosha uso wangu haraka kwa maji, kisha nikamtazama Karim kule mlangoni. Karim alikuwa amevaa mavazi yake kawaida sana, tena alikuwa akinishangaa sana. Nimesikia ukigunaguna huku bafuni na unaguna peke yako, una shida gani na aliniuliza Karim, ila mimi bado nilikuwa kimya tu nikijiuliza maswali mengi sana kwenye kichwa changu kwamba hiki ni kitu gani. Aliniuliza tena, akaniuliza akasema kwamba eti na sinakuuliza na naongea na wewe. Hamna kitu, ila subiri hapo kwanza nimalize kuoga, nilimwambia Karimu huku nikiwa mwoga haswa, nikitafakari kwamba kile kitu ambacho kimenitokea pale bafuni kwa dakika zile chache kilikuwa ni kitu gani. Karim alisimama kweli pale na mimi nikamalizia kujimwagia maji, kisha nikafunga bomba na kutoka mule bafuni. Baada ya kuvalia nguo ya kulalia, tulipanda kitandani na kupumzika. Sasa usiku wa manane, katikati ya usingizi mzuri kabisa, ghafla nilianza kuota ndoto mbaya sana. Na ndani ya hiyo ndoto nilimwona Karimu ambaye aliamka pale kitandani na kuelekea katika switch ya taa, switch ambayo ilikuwa karibu na mlango kabisa. Mimi nilikuwa namuuliza kwamba mbona unazima taa? Nilimuuliza Karimu ambaye alizima ile taa, kisha akaanza kupiga hatua kuja kitandani. Ila wakati Karimu anakuja kitandani, nilijigeuza na kumwona Karimu mwingine ambaye alikuwa amelala fofofo kabisa. Kabla sijajiuliza vizuri, yule Karimu wa chini aliweza kunisogelea pale na kupanda juu yangu, huku akianza kutoa nguo za kulalia nilizokuwa nimevaa. Karimu huyu alikuwa na mikono mizuri sana, yani alikuwa na mikono laini sijapata kuona. Ilikuwa ni mikono laini kupita maelezo. Kila alipokuwa kinishika kiganjani mwangu au usoni mwangu, nilikuwa nikihisi raha ajabu sana. Na hata lile wazo la kumwaza yule aliyelala sikuwa nalo tena. Karimu huyu alikuwa ni kama sio mtanga, basi alikuwa ni muhindi kabisa, tena ndugu yake Shorkani, kwa sababu alikuwa ni fundi haswa. Nikawa najiuliza kwenye akili yangu, Karimu wangu amejifunza wapi haya mambo? Mbona hafla sana? Mbona Karimu wangu amebadilika sana kutoka kwenye usukuma mpaka kwa muhindi? Niliacha tabasamu la furaha sana. Ndipo nilipokuwa nikisikia sauti kiniuliza kwamba na unacheka nini peke yako? Nilishtuliwa na sauti ya Karim, nikafumbua macho haraka haraka, na siku hii ilikuwa ni tayari asubuhi.
Msikilizaji, Karim baada kuniamsha nilimuuliza pale kwamba umeamkaje mpenzi wangu. Hakunijibu chochote, bali yeye pia aliweza kunirudisha pale. Akaniambia kwamba hivi wewe unalala vipi kwenye hii nyumba? Aliniuliza Karim. Nikamwambia kwa nini? Unajua hii nyumba ina miujiza mingi sana. Mimi nikashangaa. Miujiza? Miujiza tena? Miujiza gani Karim? Nilimuuliza Karimu ambaye hakunijibu chochote zaidi ya kunyanyua koti la suti yake pale kitandani, kisha akageuka na kufungua mlango wa chumbani na akatoka zake. Mimi hata sikumjali. Mafrendi wenyewe ninao kama 4 hivi, na wote wana play party zao vizuri. Kwa wote hao najua tunachezeana tu, yani hakuna future hapo. Kwa hiyo mimi niliingia bafuni nianze kuoga. Najua niliona sehemu zangu za mwili ni kama vile zimetumika sana. Ndipo nikaanza kuikumbuka ile ndoto ya jana usiku. Na hapo sasa nilianza kujikuta nikisisimka sana, nikipata kumbukumbu za raha sana, hasa kwenye ile ndoto ambako walikuwapo Karimu wawili. Nikafungua bomba na kuanza kuoga pale. Si unajua sio rahisi tena kuamini haya mambo ya giza. Kwa hiyo kila nilipokuwa nikiwaza kwamba hiki ni kitu gani, nilikuwa naona kabisa kwamba labda ni ndoto tu. Na hata msikilizaji, akikutokea kuna ile namna unawaza au labda ni maruweruwe yangu tu au ni kitu gani? Basi msikilizaji, baada ya kumaliza kuoga nikafungua mlango bafu na kutoka. Nilielekea kabati langu la nguo na kufungua pale, lakini nilishangaa sana baada ya kuona kifungo cha pesa pale. Ama tunaweza kusema kwamba niliona kitita cha pesa kikiwa pale. Zilikuwa ni noti nyekundu sana, zikiwa katika mpangilio mzuri sana. Nikaguna pale kwanza, huku nikijiuliza kwamba mbona mimi huwa siweki pesa hapa? Sijawahi kuweka fungu la pesa lolote hapa, na sijawahi kumiliki kiasi kama kile cha pesa kwa namna ya cash in hand. Mimi pesa zangu au mahitaji yangu mara nyingi huwa na tu nikienda labda supermarket nalipa, yani mara nyingi mahitaji yangu au manunuzi yangu huwa nafanya kwa kulipa kupitia simu. Sijawahi kukaa na kiasi cha pesa kiasi hiki. Labda pesa ambayo inaweza ikawepo ndani ni ya akiba tu kidogo sana, lakini sijawahi kudraw pesa nikawa nayo ndani nikaweka kwenye kabati. Sasa nikawa najiuliza kwamba labda Karimu amesahau hii pesa, kwa sababu mimi huwa siweki pesa hata kidogo ndani. Nikazichukua na kurudi kuketi juu ya kitanda, huku nikichukua simu yangu na kubofya. Lengo lilikuwa ni kumpigia Karim niweze kumuuliza juu ya lile swala. Kweli nilipiga, na baada ya sekunde kadhaa ile simu iliweza kupokelewa. Hello, alizungumza Karim kwa upande wa pili wa simu. Hello Karim baby, kwani hujasahau chochote hapa nyumbani? Nilimuuliza Karim. Hapana, sidhani. Wallet au pesa hivi labda kama umesahau? Nilimuuliza tena. Akasema hapana. Si unanijua mimi, yani huwa natembea na kadi tu na si cash. Na kadi yenyewe mimi nilisahau kwenye gari pamoja na wallet usiku wa jana, pale ambapo niliingia kwako, sikuingia na chochote kile, alijibu Karim. Nikamwambia tu sawa, kama ni hivyo haina shida. Akaniuliza kwamba kuna tatizo? Nikamwambia hapana. Sasa baada ya kukata simu nikabaki najiuliza mimi mwenyewe kwamba hizo pieti, na wakati usiku natoa nguo za kulalia hapakuwa na pesa yote ile. Nikazichukua pesa na kuziweka kwenye pochi ambayo nitaenda nayo kazini. Na kweli baada ya kumaliza kujiandaa vizuri, yani nilipovaa nguo zangu, niliamua kutoka nje kwenda kuiosha gari yangu na kuitoa nje ya geti. Sasa nilipotoka nje nikasimamisha gari yangu ili nishuke. Maana yangu kubwa ni kurudi kuja kulifunga geti ambalo nililiacha wazi mara tu nilipotoa gari yangu kabla ya kuelekea kazini. Na kumbuka, huu ulikuwa na utaratibu wangu kila siku. Pale ambapo nilipotoka lazima nisimame, nishuke, nifunge gari, kwa sababu hapakuwa na mtu, hapajawahi kuwa na mtu yote yule ambaye angeweza kunisaidia. Labda useme kwamba nimeweka mlinzi Maasai pale kwamba analifunga geti na kulifungua ama kulinda pale nyumbani, hapana. Kwa hiyo nilichokifanya mimi ni kushuka
na kwenda kufunga geti ambalo niliweza kuliacha wazi. Ajabu ni kwamba nilikuta geti limeshajifunga. Nilibaki nimekodoa macho huku nikitazama kulia na kushoto kwamba ni nani ambaye amelifunga lile geti. Najua nilijikuta nacheka sana mwenyewe huku nikigongesha viganja vya mikono yangu. Nikasema, hivi kweli ninachokiona mbele ya macho yangu ninaota au ni kitu gani? Ni nani aliyefunga geti wakati mimi nimetoka nimeweka gari pembeni ili kuja kulifunga hili geti? Ni nani ambaye amefunga? Nilijiuliza peke yangu. Nikarudi kwenye gari, nikawasha gari na nikaondoka kwa mwendo wa kasi sana. Iliweza kunichukua karibu dakika 30 mpaka kufika kazini. Nadhani kutokana na foleni hapa na pale katika hili jiji. Kwa hiyo nikaelekea mpaka kwenye maegesho ya magari, nikapaki gari yangu pale. Baada ya kupaki nilijitazama kwenye kioo kwanza, namna nilivyobarikiwa urembo. Hakika nilikuwa ni mrembo sana. Sisemi kwamba najisifia sana, ila nina tabia kujikubali tu mimi mwenyewe binafsi. Kisha nikachukua pochi yangu, nikateremka kwenye gari, nikaanza kupiga hatua za kuingia ofisini kwangu, huku nikisalimiana na watu mbalimbali ambao walionyesha kunitazama sana siku hiyo. Kwa hiyo mpaka naingia ndani kabisa jengo lile la ofisi yetu, nikakutana na shoga yangu aliyekuwa akiitwa Mere. Mere baada ya kukutana naye tu akaanza kuniambia pale, umependeza sana leo shoga yangu, alisema Mere huku tukiongozana wote mpaka kwenye viti. Nikamwambia Mere, unajua ni kawaida sana. Ni kawaida yangu bana, nilisema kwa sauti ya utani huku wote tukicheka sana. Na kweli bwana, ni kawaida yako. Niambie shoga yangu, umepata bodyguard siku hizi maana na kuona tu kama vile kina Harmonize, yani bodyguard nini? Aliniuliza rafiki yangu. Mimi nikamtazama machoni, maana hata yeye mwenyewe aliniuliza tu akiwa serious kweli. Nikamwambia rafiki yangu Mere, bodyguard atokea wapi? Huyo uliongozana naye, huyo mkaka mrefu huyo, huyo mkaka mrefu hapo mlangoni, aliniuliza Mere. Mimi nikashangaa sana, ila nikacheka kidogo. Nikamwambia hapana bana Mere, labda ni mtu mwingine tu alikuwa na mambo yake. Mimi sijaongozana na mtu yote yule, nilisema baada ya kutazama ule mlango ambao ulikuwa kioo kule ambako aliweza kunielekeza Mere. Lakini dhahiri kabisa mimi sikuona mtu yeyote yule kule. Wena, mbona kama amefuatana kutokea kwenye gari? Aliniuliza tena Mere. Ujue mimi msikilizaji, sikuwa nikishtuka hata kidogo, kwa sababu najiamini kabisa kwamba nimetoka nyumbani nikiwa peke yangu, na hata kwenye gari nilikuwa peke yangu. Nikamwambia Mere, itakuwa ni mtu tu alikuwa na mambo yake. Mimi nimekuja mwenyewe shoga yangu. Mere naye alipotezea na tukaanza kazi mara moja. Unajua tena tulifika kazini, kwa hiyo kikubwa ni kufanya kazi kwanza. Tulikaa mida mchana ilipofika. Nikamwambia shoga yangu, mimi nahisi njaa bana. Basi Mere aliniambia kwamba tumalize kazi kidogo kisha tuagize chakula. Tukiwa tunaendelea na kazi, ghafla kuna kijana aliingia pale ofisini kwetu. Alikuwa amebeba boksi. Basi yule kijana alinimi vizuri kabisa. Na uzuri wa kijana wote tulikuwa tunamfahamu pale ofisini, kwa sababu alikuwa ni kijana ambaye anafanya kazi kwenye kampuni fulani ya chakula. Kwa hiyo alikuwa ni kama yule messenger, anafikisha mizigo kwa ajili ya wateja. Basi yule kijana aliingia pale akiwa amebeba ile boksi vizuri. Dada, kuna mtu ameniagiza huu mzigo wako hapa. Huyu ni kijana wa Sally Delivery kama nilivyokuambia, kwenye mgahawa mmoja maarufu sana ule huduma mbalimbali kwenye makampuni mbalimbali kwa ajili ya chakula. Nikamwambia kwamba ni nani huyo? Swali. Huyu mtu alipiga simu ofisini ili aweze kuondoka. Akasema, dada, kimelipio tayari madam. Asanteni sana.
Yule kijana aliondoka huku tukimtazama tu kwa maswali mengi sana kwamba kile chakula ni nani ambaye amelipia na amejuaje sisi kwamba tulikuwa tuna ukata wa njaa muda ule? Kwa nini yani tuletewe pale? Ni nani huyu ambaye atakuwa ametulipia chakula pale? Na unajua ni rafiki yangu, huwezi ukanificha kitu hivi. Kwa unaofikiria wewe, atakuwa ni nani ambaye ametuletea chakula hiki? Lilikuwa ni swali kutoka kwa rafiki yangu Mere. Mimi nikatikisa kichwa tu kwamba sijui chochote. Mere yeye alichukua tishu, akachukua kipande cha pizza na kuanza kula mara moja. Na mimi ikabidi nile tu, ila nilipogeuka kwenye ule mlango wa kioo nilimwona mtu akitutazama sana. Alikuwa ni mwanaume mrefu mweusi. Nilipotazama kwa makini zaidi sikumwona tena pale. Yaani ni kama mtu ambaye ameondoka hafla bin vudu. Mere akaniuliza kwamba, "Na, unatazama nini eti?" Hamna kitu." Nilimjibu huku nikigeuka kumtazama. Tukaendelea kula pale mpaka tulipomaliza. Basi nikawa nawaza, nimwambie tu kuhusu zile pesa nilizozikuta kabatini kwangu. Basi nilikata shauri na kuamua kumwambia rafiki yangu Mere kuhusiana na zile pesa ambazo nilikuta kwenye kabati. Mere hakuamini mpaka nilipomuonyesha zile pesa. Akasema kwamba ama ni Karim alikuwekea tu kama surprise. Mere, unajua nimemuuliza, lakini amesema hapana. Siku hiyo hakuja ndani na wallet wala pesa yote ile. Tena aliweza kuthibitisha kabisa kwamba hata hiyo wallet aliweza kuiacha kwenye gari. Hakuingia nayo ndani. Na au ni wewe tu umesahau shoga yangu? Na kuwapia Mere rafiki yangu, sio mimi. Mimi sijawahi kuweka pesa kiasi hiki ndani. Huwa natumia kadi ya benki tu nikienda labda market na chanja, lakini hata ninapoenda kwenye kituo cha kuweka mafuta huwa na chanja tu. Yani kiukweli zama za kutembea na pesa mimi nimeachaga kitambo sana. Na mimi naomba ukumbuke vizuri bwana. Hebu kumbuka vizuri. Na kuwapia Mere rafiki yangu, sio mimi. Wewe mwenyewe unanifahamu mimi. Nilimjibu Mere vizuri kabisa, ambaye hata kwa kumtazama tu alikuwa ameishiwa kabisa na cha kusema. Kweli kwa namna ambavyo alikuwa ananiamini, sijawahi kumficha kitu rafiki yangu. Lakini katika hili nilimwacha katika mataa, yani alipigwa na butwa na shangatu. Sasa pesa zitakuwa zimetoka wapi? Mere alinishauri tu kwamba nisitumie zile pesa, niziweke kwanza mpaka nitakapokumbuka vizuri kwamba zimetoka wapi. Na mimi nikaamua kutekeleza ule ushauri wa rafiki yangu Mere. Muda wa kuondoka kazini ulipofika tuliagana na mimi nikaelekea katika gari yangu, nikapanda na kurudi nyumbani. Baada ya kufika nyumbani kwangu, kama kawaida nilipooga, nilielekea kitandani na kuchukua simu yangu na kuanza kuchezea pale. Najua tena mtoto wa kike utajibu jumbe kidogo, utacheza game za puzzle zile. Lakini hafla uliingia ujumbe kwenye simu yangu na nikaufungua. Ujumbe ulisomeka kwamba mambo. Sikujibu haraka, nilijaribu kufikiria na kuiangalia ile namba kwamba ni ya nani, kwa sababu ile namba sikuwahi kuisave katika kontakti zangu za ile simu. Basi nikaujibu ule ujumbe kwamba poa. Baada ya sekunde kadhaa ujumbe mwingine ukaingia ukisema kwamba zile pesa nilizokupa umezitumia. Ujumbe ule ulisomeka vile. Nikashtuka mpaka nikaketi juu ya kitanda nikiwa kama siamini vile. Nilituma huu ujumbe kwa kuuliza kwamba pesa zipi, nikisikiliza huyu mtu atajibu kitu gani. Mara ujumbe uliingia ukisema kwamba ni pesa ambazo nilizokuwekea kabatini. Aliandika ule mtu, na kabla sijajibu akatuma ujumbe mwingine, nitakuja leo usiku kuenjoy mapenzi yako. Mimi sikujibu, bado nilibaki nimetumbua tu macho, huku hofu ikiwa imenijaa moyoni mwangu. Mara ujumbe mwingine ukaingia tena, ujumbe ambao ulikuwa unasomeka kwamba
Hakika wewe ni miongoni mwa binadamu waliobarikiwa sana utamu wa pekee. Wewe ni kama malkia wangu. Jiandae na kuja kipenzi changu. Nilimaliza kusoma ule ujumbe huku nikirusha ile simu pale kitandani. Kisha nikaanza kutazama kulia na kushoto, wala sikuona chochote wala mtu yeyote ule. Niliteremka nikafungua mlango, kisha nikatoka mpaka sebuleni. Nikasema niwashe angalau runinga ili kupoteza ile hofu tu, na nikaweka sauti juu kabisa. Nikafanya hivi huku nikijaribu kuhamisha akili yangu isiwe pale, lakini akili yangu iligoma kabisa kuwa pale. Nikanyanyuka pale sebuleni, nikaelekea meza ya TV na kuchukua funguo za gari ili nikalale hata guest nyumba ya wageni huko, kwa sababu kama nikienda kwa Mere sio kweli. Huwezi jua tu kwa usiku ule kumshtukiza, na Mere alikuwa na mpenzi wake. Basi niliusogelea mlango nikafungua, ila ule mlango ulikuwa ufunguki. Kila nikijaribu kufungua mlango ulikuwa ufunguki. Na hapo taa zilianza kuwaka na kuzima, na mara zinawaka tena na kuzima. Nilibaki nikitetemeka pale huku miguu yangu ikihisi kukosa nguvu kabisa. Mapigo ya moyo wangu yalikuwa nakwenda kasi sana. Taa zilizima. Nikafumba macho nisiogope zaidi kwa sababu ya kile kitu ambacho nilikuwa nakiona machoni mwangu. Ghafla mikono ambayo nilikuwa sijui imetokea wapi ilianza kushika mabega yangu, huku kukiwa na mtu nyuma yangu. Nilikuwa nikiogopa na kuhisi raha kwa wakati mmoja. Mikono ilikuwa ikifanya ziara na kutalii vizuri kwenye mwili wangu, huku taratibu fahamu zangu zikipotea pasi kujua kwamba ni wapi mimi napelekwa kifahamu. Yule kiumbe alisogea mbele yangu huku akichana nguo zangu moja kwa moja. Hakika sijui kulikuwa na nguvu za aina gani, kwa sababu kila nilipotokewa na huyu mtu akili yangu ilikuwa ni kama haifanyi kazi. Yaani ni kama nilikuwa napotezwa kwenye ufahamu wa kawaida na kupelekwa kwenye ulimwengu mwingine kabisa. Nilikuwa siwezi kufanya jambo lolote. Sina wazo lolote la kujiokoa kwamba nipige kelele labda. Na yule kiumbe alikuwa anatekeleza kile kitu ambacho alikuwa anatekeleza. Na hata siku hii, msikilizaji, sikukumbuka tena kama nilikuwa kwenye hatari. Nilichokuwa nawaza mimi wakati huo ni yule kiumbe tu ambaye alikuwa anaendelea kunipatia raha, kwa sababu kila alichokuwa nakifanya kwangu kilikuwa kikinipatia raha ajabu sana. Yule mtu sijui niseme kwamba alikuwa ananipeleka kwenye akili ipi yani. Alininyanyua taratibu na kuanza kunipeleka chumbani. Baada ya kufika chumbani aliweza kunitupa kitandani. Mimi nikabaki najigaragaza tu huko nikisubiri aje aweze kumaliza kile ambacho alichokianzisha. Nilibaki nikisubiria kama dakika 2 hivi. Baada ya kuona kimya kimezidi, nilisimama nikasogelea switch na kuwasha. Baada ya kuwasha taa, hapakuwa na mtu yeyote yule. Nikaangalia upande wa kulia na kushoto, hakuna mtu yeyote yule pale chumbani. Nikafungua mlango wa choo na kuchungulia. Pia huko chooni hakukuwa na mtu yeyote yule. Yaani hili ni jambo la dakika chache tu. Hapo sasa wasiwasi ulinijaa sana. Tena nikikumbuka asubuhi ya leo Karimu aliponiuliza kwamba naweza vipi kulala kwenye nyumba yenye mauzauza kama hii, nilianza kuogopa sana. Ila kila nilipokumbuka tu namna huyu kiumbe alikuwa ananipatia raha, nilijikuta nikitamani sana arudi. Nilijilaza pale kitandani na hata sikukumbuka ni kwa muda gani nilipitwa na usingizi mpaka nilipokuja kushtuka ikiwa ni asubuhi. Nikaingia bafuni na kuoga vizuri, kisha nikatoka na kuvaa kabisa. Nikatoka sebuleni ili niweze kuandaa kifungua kinywa, yani nichemshe chai haraka hata kikombe kimoja niweze kuchoma tumbo langu kabla sijaenda kazini. Na huu ulikuwa ni utaratibu wangu. Lazima niweze kuchemsha kikombe angalau kimoja tu, kama ni kahawa siku hiyo, kama ni maziwa au kama ni chai. Ni mimi ambaye nilikuwa napanga hiyo ratiba kwamba leo ninywe kitu gani. Baada ya kufika sebuleni nilishtuka sana baada ya kukuta breakfast tayari ipo mezani pale. Nilitazama huku na kule lakini sikuona mtu yeyote ule. Nikaelekea mlangoni, yani mlango wa sebuleni, ule mlango wa kutokea uwani kule. Mlango ulikuwa umefungwa. Sasa nikawa najiuliza, hii mimi chai nimeandaliwa na nani?
na huyo mtu ameingia vipi hapa ndani kuweza kuniandalia chai? Nikawaza, nikaona hapana, hata chai yenyewe mimi siwezi kunywa. Hivi msikilizaji, utakunywaje chai ambao hujui mtu ambaye amekuandalia? Nikageuka na kurudi chumbani ili nikachukue mkoba wangu. Ila nilipofika chumbani, simu ilikuwa ikiita pale kitandani. Nikasogea na kutazama mpigaji alikuwa ni nani, huku mapigo ya moyo wangu yanaenda kasi kweli. Namba ilikuwa ni ngeni, ila ni ile namba ambayo ilinipigia usiku wa jana. Nikapokea na kuweka sikioni, huku nikisikiliza kwa makini sana, lakini umakini ambao tayari ulikuwa umechanganyikana na hofu. Baada ya kupokea tu ilisikika sauti kizungumza. "Unaendeleaje mrembo?" aliniuliza huyo mtu. Mimi nikanyamaza tu, yani nimenyamaza kimya huku nikisikiliza. Nimekuandalia chai. Tafadhali usiondoke bila kunywa hiyo chai. Na hapo kabatini kuna pesa kidogo kwa ajili ya matumizi yako madogo. Itoshe kusema kwamba mimi nakupenda sana. Na uwe makini sana. Kwaheri. Alizungumza huyo mtu kisha akakata simu yake. Na mimi kwa upande wangu nilikuwa nikiogopa sana. Nilielekea kabatini kufungua hilo kabati. Kweli kulikuwa na kitita cha pesa, noti nyekundu za Kitanzania kama zile ambazo niliziona awali. Nilitazama kulia na kushoto, hakukuwa na mtu yoyote yule. Nikanyosha mkono wangu na kuzichukua zile pesa. Yani hata za jana sijamaliza. Na ni namna ambavyo nilikuwa nimezihifadhi kwa sababu rafiki yangu Mary alisema kwamba nisizitumie. Kwa hiyo zile pesa zilikuwapo tu kwenye mkoba wangu, na leo nimewekewa nyingine. Hii inakujaje? How come? Nilijiuliza sana. Kisha nikaweka kwenye mkoba wangu na hizo pia. Kisha nikatoka pamoja na mkoba wangu na simu yangu, nikasema mimi naenda zangu kazini. Hata hiyo chai yenyewe mimi wala sinywi. Hata kama huyu mtu ambaye anaona, mtu ambaye hajulikani, mtu ambaye yani amenisisitiza kwamba eti ninywe hiyo chai, mimi sinywi. Ila ile natoka tu na karibia gari, simu yangu iliita. Nilipotazama mpigaji alikuwa ni yule mtu ambaye alikuwa amenipigia. Nikapokea. "Tafadhali usiondoke bila kunywa chai. Na kuanzia sasa neno langu mimi kwako ni sheria. Naomba tafadhali usilivunje. Ninachokuambia ndicho ambacho utakachokifanya. Umenielewa mrembo?" Aliniuliza yule mtu tena, na safari hii sauti yake ilionekana ni ya kutisha kweli. Ni sauti ambayo isiyokuwa na mzaha hata kidogo, sauti ambayo haina hata matani. Yani it's like mtu yuko serious kweli. Akakata simu huku mimi nikianza kulia. Yani machozi yalikuwa yanitoka kwa hofu, huku nikigeuka na kurudi ndani. Baada ya kufika ndani niliketi pale mezani nikaanza kunywa chai. Ila hafla nilianza kushikwa shingoni mwangu na kuanza kuhisi raha ajabu sana. Yani nilihisi raha mpaka nafumba macho, msikilizaji. "Naomba ujitokeze tafadhali. Ukifanya hivyo na kuogopa." Nilisema kwa sauti ya uoga sana. Nikahisi mtu akinishika mkono, nikasimama kisha nikafumbua macho yangu. Baada ya kuhisi uwepo wa mtu machoni mwangu, kweli alikuwa ni mwanaume mrefu mweusi ambaye alikuwa amejazia sana kifua. Macho yake yalikuwa ni ya rangi ya blue, na maanisha mboni za macho yake. Hakika alivutia sana kwa sababu hata kope zake zilikuwa ni ndefu. Mimi msikilizaji, nilibaki nimemtumbulia macho tu nikiutazama uzuri wake, uzuri wa aina yake kwa yule kaka, huku akinitazama kwa tabasamu. Ilikuwa ni kwa mara ya kwanza kupata kumshuhudia huyu mtu machoni mwangu. Basi nikajiondoa mikononi mwake pale. Yeye akaenda kukaa pembeni. Mimi nikainuka na kuingia chooni mara moja. Nilipotoka sikupata kumwona mtu yeyote pale. Hili ni tukio lingine tena ambalo mimi sikuwahi kuliona maishani mwangu mimi kamwe. Basi
nikajiandaa vizuri, nikavaa nguo zangu haraka haraka nikatoka, kwani wakati huo tayari nilikuwa nimeshachelewa sana kazini. Kama kawaida hapa nyumbani kwangu sijaweka mlinzi. Nakumbuka hii ni siku nyingine kabisa, asubuhi na mapema sana. Baada kuingia tu ndani ya gari, geti lilikuwa limefunguliwa tayari. Nikaondoa gari kwa kasi bila kugeuka nyuma. Baada kufika kazini nilielekea ofisini kwangu, na huko kweli boss alikuwa hajafika. Baada ya salamu mimi na Mere alinipatia ishara nitazama upande wangu wa kulia. Nilibaki nimetumbua macho baada kumwona mwanaume ambaye aliwahi kuwa mpenzi wangu na tulitengana miaka 3 iliyopita baada yeye kwenda nchi za nje, yani nchi za ughaibuni kusoma huko. Ni mwanaume ambaye niliwahi kumpenda sana, hivyo nikabaki nimemtazama tu, na hata macho yalilengwa na machozi kwa ile furaha ambayo ilikuwa ni ya ghafla sana. Lakini hafla simu yangu ilianza kuita, nikageuka na kutazama mpigaji alikuwa ni nani. Alikuwa ni yule kiumbe ambaye sikupata hata kulijua jina lake. Halo? Usithubutu kufanya chochote na mwanaume mwingine. Wewe ni wangu, alizungumza huyo mtu. Kiumbe ambacho chenye sura na umbo la binadamu, lakini kiukweli matendo ambayo yalikuwa yanitokea mimi, au matendo ambayo nilipata kuyashuhudia mimi, sidhani kama alikuwa ni binadamu wa kawaida. Baada ya kauli yake vitisho, nilikata simu haraka sana, huku nikikaa bila kumtazama kabisa yule mwanaume ambaye alikuwa akiitwa Hassan. Nikaanza kuchukua mafaili yangu nikakagua haraka haraka, na Hassan alinisogelea pale mpaka nilipokuwa nimekaa na akanishika mikono yangu. Ila baada ya kunishika tu nilikuta hisia zikianza haraka haraka upya, yani hisia za mapenzi kwake. Nikawa nakumbuka mambo mengi sana ambayo tuliwahi kufanya mimi na yeye kipindi cha mahusiano yetu. Hans alinisimamisha pale kwenye kiti, kisha tukawa tunatazamana vizuri, na wakati huo machozi yalikuwa yananitirika mimi. Nikamwambia Hassan kwamba ni kwa nini ulikaa muda wote huo bila kunitafuta? Na mimi sikukutafuta kweli kwa sababu bado ulikuwepo ndani ya moyo wangu, na nimerudi sasa kwa sababu yako. Nimekukumbuka sana mpenzi wangu, alisema Hassan, maneno yaliyonifanya nitabasamu, kisha tukakumbatiana kwa furaha sana. Lakini hata Mere naye alibaki akitutazama, huku na yeye akijawa na tabasamu sana. Tutazungumza wakati mwingine, naomba uende kwanza, nilimwambia Hassan huku nikitoa mikononi mwake. Wakati mwingine? Na kwa nini sije baadaye? Labda nikuchukue kazini. Hapana Hassan, nina namba zako. Si bado unazitumia au? Ndiyo nazitumia. Bas mimi nitakutafuta, wala usijali. Okay sawa, ila tafadhali na usiache kunitafuta tafadhali. Sawa, nilimjibu Hassan na akawa ameondoka zake. Mimi nikakaa nikiendelea na kazi. Wewe aliniita Mere. Sasa ikabidi nigeuke na kumtazama Mere. Mere alikuwa akitazama upande wa mlangoni, na mimi nikatazama mlangoni. Sikuona mtu wala kitu chochote kile. Ikabidi nigeuke na kumtazama Mere. Nini kwani? Yule kaka niliyekuwa naye jana, huyo hapo mlangoni anatutazama, alizungumza rafiki yangu Mere. Mimi nikageuka tena na kutazama, lakini mimi kwa upande wangu sikuona mtu yeyote pale, lakini Mere alikuwa anaendelea kunithibitishia kwamba kulikuwapo na mtu pale mlangoni. Nikamwambia Mere, mimi mbona simuoni? Nilimuuliza Mere. Anaondoka yule, alisema Mere, na mimi nikabaki na mtazama tu. Kaambia hebu tuendelee na kazi bwana, nilisema vile, huku Mere akirudisha macho yake kwangu, na kisha tukaendelea na hadithi nyingine mbalimbali.
Kwa upande wa kazi, tulifanya kazi mpaka ulipofika muda wa kufunga kazi ama ofisi, na tukaagana pale na kuondoka. Nikiwa kwenye gari nikakumbuka nina pesa za kutosha. Wacha kwanza niingie duka moja la nguo nikafanya manunuzi yangu. Kweli nilinunua nguo za harama sana, kwa sababu nilikuwa na kitu kama milioni 2 hivi, yani pesa ambayo nilikuwa nimepatiwa na yule kiumbe kwa siku 2 tu. Maana yake ni kwamba kile kitita cha kwanza ambacho nilikuta kilikuwa ni takribani milioni 1 na kitita cha pili kilikuwa ni takribani milioni 1. Kwa hiyo nilikuwa na karibu milioni 2 taslim kwenye mkoba wangu. Baada ya kumaliza kufanya manunuzi ya nguo na viatu pamoja na pochi kadhaa, na hapo niliweza kurudi kwenye gari yangu nikaendesha mpaka nyumbani. Kufika nyumbani tu geti lilifunguka lenyewe, nikaingia nikajifunga. Jamani, mbona kama maisha ndio haya sasa? Nilishtuka nikapiga hatua kuelekea mpaka ndani, huku nikiwa nina furaha sana siku hiyo. Mimi ni miongoni mwa wanawake ambao upande wa pesa huwa hatuchomoi yani hatuchomoi kabisa, hasa ukizingateni na ndoto nyingi sana za maisha yangu zinazohitaji kukamilika kwa pesa. Yani sipendi kuwa mwajiriwa, napenda kujiajiri mwenyewe. Yani huwa natamani sana kujiajiri mwenyewe. Na yote hayo yanahitaji pesa, yanahitaji mtaji, yanahitaji ramani nzuri sana ya mtu kukuongoza vizuri ili uweze kuwa na kitu. Basi moyoni nilijiapiza kwenda sambamba na hiki kiumbe kilicho kuja maishani mwangu, kiumbe ambacho nilichokutana nacho kwenye hii nyumba ambayo nimepanga, kiumbe ambacho sijui historia yake wala sijui ilikuwaje mpaka kikawa kwenye hii nyumba ambayo mimi nimepanga. Kwa hiyo niliingia bafuni siku hii baada ya kufika nyumbani kwa uoga sana. Nikajipamba vizuri huku nikivalia gauni la usiku ama night dress, kisha nikatoka mpaka sebuleni huku nikiwa nimejipuliza vizuri manukato mazuri sana ya kunukia. "Uko wapi wewe jini? Uko wapi mpenzi wangu?" Niliita kwa sauti ya furaha sana. Kama utani, kweli nilihisi ka upepo pale sebuleni, na mara yule mwanaume wa ajabu alitokea akiwa amevalia kaptula tu. Nilitabasamu sana huku nikinyoosha mikono yangu kwa ishara ya kumuita. Sijui nilikuwa na roho gani ya kijasiri mimi, msikilizaji. Basi huyu mwanaume alikuwa anasogea huku akinitazama kwa macho ya upendo sana na macho ya haja. Nikamuuliza kwamba, "Ulikuwa wapi mpenzi wangu?" Nilimuuliza ule kiumbe na kiumbe akacheka. Akaniambia kwamba "Mimi niko hapa nyumbani muda wote ule na nipo sehemu yote utakayokuepo." Alijibu kiumbe wa ajabu huku akiwa amenifikia na kunikaribia kabisa, akihitaji aweze kunikumbatia kwa ghadhabu za upendo. "Niambie, unataka nini kwangu?" Nilimuuliza ule kiumbe huku nikimgeukia na kumkaribia kifuani kwake, kifua kilichojaa mithili ya mtu ambaye anapiga gym. Huyo kiumbe aliniambia kwamba, "Nahitaji mapenzi yako tu, na mimi nitakupa kitu kingine utakachokitamani na kukihitaji kama malipo." Alijibu huyo kiumbe akinitazama kwa macho ya upendo sana. Nikacheka huku moyoni nikisema, "Yes, ndoto zangu zimetimia zote leo. Niambie unachotamani." Huyo kiumbe alizungumza. Mimi nikamwambia kwamba nahitaji kuwa tajiri. Nahitaji kuwa mfanyabiashara mkubwa sana. Sitaki kuwa chini ya mtu yeyote yule. Mimi nataka kujiajiri mwenyewe, nilisema. Yule kiumbe akaninyanyua na kuanza kupiga hatua kuelekea chumbani. Baada ya kufika alinitupia kitandani kisha akapanda juu yangu. Akaniambia kwamba hilo limeisha. Basi msikilizaji, tulihama nje ya sayari na lengo langu kubwa ni kuendelea kumfurahisha huyu kiumbe ili niweze kupata pesa, niweze kumpa raha za dunia. Ila kama kawaida yake, baada ya kumaliza tu unajikuta unafumba macho mwenyewe, na kitendo cha kufumba macho na kufumbua tu yani humkuti tena. Kama hii siku ya pili ambapo alikuja na nilimwambia kwamba jitokeze, nilipoingia maliwatoni tu na nilipotoka sikumkuta. Lakini safari hii nilifumba macho na kufumbua na sikumkuta hata kidogo.
Nilibaki pale kitandani nikicheka tu mwenyewe, huku nikijiona kabisa kwamba ninavyokwenda kuwa mtu mkubwa duniani, ninapokwenda kuwa mtu tajiri, mtu mwenye mapesa yake. Sikujua ni muda gani nilipitwa na usingizi, ila nilikuja kushtuka asubuhi kumekucha. Nikajiinua pale kitandani na kuelekea mpaka kwenye kabati pale ambapo yule kiumbe huwa ananiwekea pesa. Kweli nilikuta mafungu ya noti nyekundu za 10,000 ambazo zilikuwa zimejipanga pale. Oh my God! Nilisema kwa furaha nikiwa siamini. Nikachukua zile pesa na kuanza kujimwagia, huku nikizunguka pale chumbani kwa furaha sana. Tena furaha ajabu kweli. Hivi, kwa nini sikuhamia hapa kwenye hii nyumba mapema sana? Hapo nilishtuliwa na mlio wa simu yangu. Nikasogea na kutazama mpigaji. Ilikuwa ni ile namba ya Hassan. Nilijua kwa sababu namba yake mimi si nilikuwa nayo. Nikachukua simu haraka sana, nikapokea na kuweka sikioni. Ubaya, Hassani ni mwanaume ambaye nampenda sana kwa sababu yeye ndio mwanaume ambaye aliyenikaribisha kwenye ulimwengu wa mapenzi. Halo, nilisema. Ulisema utanitafuta na ila hukufanya hivyo. Tafadhali, naomba sana tuonane, kwa sababu nimefika hapa kazini kwako muda mrefu sana na nimeambiwa kwamba umepiga simu ya kuacha kazi pamoja na kutuma barua dharura. Ni wazi kwamba umenikimbia na mimi. Alizungumza Hans, ambaye nilikuwa napenda kumuita Hassan. Hans ni jina la ufupi tu, lakini jina lake ni Hassan. Kwa hiyo mimi nikashangaa sana baada ile taarifa ya Hassan kuniambia kwenye simu. Mimi nimepiga simu saa ngapi? Na hiyo barua mimi nimeandika saa ngapi na kuituma saa ngapi kwenye kampuni yangu? Wakati nimekaa kimya baada ya kupata nubumbuazi, hafla niliona kama tukio kwenye akili yangu. Tukio la Hassan kupata ajali mbaya na kuvunjika mikono yake na miguu yote. Nikasema hapana. Nilipiga kelele za nguvu sana huku bado simu iko hewani. Halo? Aliendelea kuzungumza Hassan. Mimi nikakata simu yake kisha nikablock namba yake haraka sana. Nilielewa bila shaka hili ni onyo la yule kiumbe ambaye ananipatia juu ya mpenzi wangu wa zamani, Hans. Nilibaki nimeketi juu ya kitanda huku mapigo moyo wangu yakienda kwa kasi sana. Machozi yakinitoka kwa hofu kwa kile ambacho nilichokuwa nimekiona kwenye akili yangu. Yaani kama video clip imejitokeza kwenye akili yangu. Unajua msikilizaji, wanasema kwamba wahenga walisema hakuna cha bure, na bila shaka mrembo na anapitia katika kile kipindi cha malipo kwa yale aliyoyaomba kwa kiumbe huyu wa ajabu. Lakini wakati na tafakari haya, nilisikia sauti ya huyu kiumbe kinong'ona masikioni mwangu ikisema kwamba inabidi uwe makini sana na usivunje makubaliano ya mimi na wewe. Nipo tayari, lakini tafadhali usimfanye chochote Hans. Usimfanye chochote Hassani. Nitamfanya chochote mtu huyu, na nitamfanya mtu yeyote atakayejiingilia makubaliano yetu. Nipo tayari kufanya chochote kumweka mbali mtu huyu. Alizungumza ule kiumbe huku akimalizia na kicheko ambacho kilifanya mpaka vitu mule ndani vianze kutikisika. Japo alianza kuniambia kwa kunong'ona, lakini mara alipocheka tu vitu vyote vilikuwa vinatingishika mule ndani. Niliweka viganja vya mikono yangu masikioni. Baada ya dakika chache palitulia, nikatoa mikono yangu masikioni mwangu kisha nikaingia bafuni kuoga. Nikavaa vizuri na kuchukua zile pesa, nikazipanga vizuri kabisa kwenye begi langu. Nilihifadhi begi ndani ya kabati kisha nikatoka. Basi kwa sababu nilikuwa na mzunguko wa watu, kama mnavyojua tena ukiwa na mzunguko wa watu kwenye haya maisha, kila kitu kinakuwa rahisi sana. Yaani ile network ya watu, marafiki zako, umepiga simu kwa Chelimo, hivi na hivi. Yaani unakuwa na marafiki wengi wa faida, unakuwa na watu wa nguvu sana. Kwa hiyo nilitafuta eneo zuri la biashara ya nguo. Nilichukua ofisi ya kisasa kabisa kisha nikapanga safari ya kwenda kuchukua mzigo Dubai.
Kweli bwana, safari yangu ilifanikiwa. Nikachukua mzigo nikarudi Tanzania na nikaanza biashara yangu rasmi kabisa. Licha ya kuuza nguo zangu kwa bei ghali sana, lakini nilipata wateja wengi sana na nikapata umaarufu mkubwa sana kwa hiyo biashara ya mavazi. Ikafika mahali au kipindi ilibidi niongeze wafanyakazi 3 kwa duka hili ili biashara yangu iweze kwenda vizuri, kwa sababu wateja walikuwa ni wengi sana. Kwa hiyo hata peke yangu nisingeliweza kuhudumia katika ile duka. Nilifanikiwa kuongeza gari la pili, tena sio gari tu bali lilikuwa ni gari lenye thamani kubwa sana kifupi. Sasa nilianza kuziishi ndoto zangu. Na unavyojua ndugu msikilizaji, mimi tayari nimeshakuwa mtu maarufu na ninafahamiana na watu mbalimbali maarufu, wakiwamo wasanii, wakiwamo viongozi, wana mitindo na watu mbalimbali maarufu, prominent peoples. Kwa hiyo inabidi niishi maisha kulingana na nilivyo. Niishi katika maisha ya kujibrand, nikimaanisha maisha ya kutafuta nyumba nzuri zaidi ya hapa nilipopanga, nikimaanisha kwamba hata muonekano wangu ile physical appearance iwe katika viwango vya juu sana. Baada ya kupata ile wazo, nilitafuta dalali aweze kunitafutia nyumba nzuri sana ya kisasa kwa ajili ya kununua. Kwa hiyo niliporudi nyumbani kwangu sasa usiku huo, baada ya geti kufunguka tu na mimi kuingia ndani, nilishuka kwenye gari, ila niligundua kwamba kulikuwa na vipande vingi sana vya chupa vilivyokuwa chini. Vipande vilivyochongoka haswa kiasi kwamba nilitaka kurudi kwenye gari, ila mlango ulijifunga. Nikajaribu sana kufungua mlango lakini haikuwezekana. Ghafla kiupepo kilianza kunipuliza pale niliposimama. Na upepo ulikuwa ni dalili ya uwepo wa huyu kiumbe ambaye ni kama tayari nilianza kumzoea hivi. Pita kwenye hizo chupa, ndio adhabu yako, alisema yule kiumbe kwa sauti ya kunong'ona. Nikaanza kulia kwa sababu vile vipande vya chupa vilikuwa ni virefu, tena vilikuwa vimechongoka sana. Sasa mimi nawezaje kupita kwenye zile chupa? Nikauliza, kwani nimekosea nini mimi? Unataka kuvunja makubaliano yetu? Nimekupa utajiri, nimekupa maarufu na kila kitu ulichohitaji. Na kwa nini unataka kwenda tofauti na mimi? Sikuelewi. Nilisema huku nikilia. Nimesema pita kwenye hizo, alisema yule kiumbe kwa hasira sana. Kabla hata jamaliza sauti yake ilisababisha ngurumo ya radi pamoja na tetemeko la sekunde pale. Niliogopa zaidi, nikavua viatu na kufumba macho huku nikianza kupiga hatua. Ai! Nilisema baada ya kipande cha chupa kuzama kwenye mguu wangu. Nikaendelea kupiga hatua kwa tahadhari, vivyo hivyo huku nikilia na kuomba msamaha sana. Naomba nisamehe mpenzi wangu, na kuahidi sirudi tena. Hurudi kufanya nini? Kuhama hapa, nilisema. Yule kiumbe akanitazama kwa macho ya hasira, kisha akaangoa kicheko ambacho kilidumu kwa sekunde kadhaa. Ngongo. Ilikuwa ni sauti ambayo ilipigwa getini kule. Yule kiumbe akanitazama na mimi nikamtazama. Yaani tukawa tunatazamana pale. Safari hii liligonga kwa nguvu sana. Ganga. Nakuja. Nilizungumza kwa sauti kubwa huku bado nilitazamana na yule kiumbe ambaye sasa alikuwa ni mpenzi wangu. Alinitazama yule kiumbe na akapotea haraka sana. Basi mimi nilijifuta machozi haraka sana. Kisha nikakimbia mpaka kule getini ambako kulikuwa kunagongwa. Nikatengeneza tabasamu la uongo na kufungua geti. Alikuwa ni baba mmoja ambaye alinitazama huku akitabasamu. Nikamwambia karibu. Nilisema huku nikimtazama kwa macho ya maswali mengi sana kwamba huyu baba alikuwa anataka nini. Asante, alijibu yule baba. Nikampisha apite akaingia. Karibu sana. Nilisema nikitangulia ndani, ila yule baba alisema kwamba hapana mwanangu, mimi hapa nje pananitosha tu, labda ulete tu kiti. Baada ya kuzungumza hivi yule baba
Nilisema sawa, nikaingia mpaka ndani na kutoka nikiwa na kiti ambacho nilimwekea yule baba na akaketi na mimi nikafanya hivyo. Habari za hapa mwanangu? Aliniuliza tena yule baba. Mimi nikamjibu habari za hapa nzuri tu. Akanitazama kwanza kabla hajaniuliza chochote. Samahani, mimi sikujitambulisha jina langu. Mimi naitwa Mzee Maduhu. Ni mdogo wake na mwenye nyumba wako. Baada ya kujitambulisha sasa niliacha tabasamu. Oh, sawa. Karibu sana baba, nilisema kwa sauti changamfu mkubwa. Yule baba akajibu asante huku akitazama huku na kule kama vile naikagua ile nyumba yao. Nimesikia amepangisha mpangaji mpya, ndio nikasema nije kukujulia hali, alisema huyu baba huku akinitazama kwa macho fulani hivi ya kudadisi. Nilitamani nimuulize maswali mengi sana huyu baba, ila niliogopa kumuuliza kwa sababu unajua kabisa huyu kiumbe ambaye tayari yupo katika mahusiano na mimi angeliweza kusikia. Nashukuru sana baba yangu, yaani karibu sana, nilisema huku nikijichekesha pale nikionyesha uso wa ukarimu. Wala usijali, basi acha mimi niende, ila namba zangu hizi hapa. Endapo utahitaji chochote au msaada wote ule, basi utaweza kuwasiliana na mimi, alisema yule baba huku akinipatia business card yake. Mimi nikapokea, nikasema sawa baba, asante. Nilisema basi yule baba aliaga pale akasimama na mimi nikasimama ili nimsindikize. Alikuwa akiondoka huku akitazama ile nyumba yake au nyumba yao mara mbili sana. Je, Mzee Maduhu anafahamu nini kuhusu nyumba hii msikilizaji? Au anafahamu kwamba na anaishi na kiumbe hiki? Na ataweza kutoa siri yake kwa Mzee Maduhu au ataweza kumwambia rafiki yake kule? Huyu rafiki yake Mere ambaye mara nyingi amekuwa akishia naye mambo yake privacy, mambo ya faraha. Yote haya unayapata kupitia hii simulizi ambayo inaitwa Penzi la Jini Lililonipagawisha. Msikilizaji, mambo haya yapo duniani. Mambo yanayotokea wanadamu. Mwanadamu anakutana na mazingira magumu sana katika utafutaji. Lakini yote kwa yote, mambo mengi yanabaki kama siri. Na laiti kama watu wote tungelifungua mioyo yetu tuweze kusimulia simulizi za maisha yetu, sidhani kama kuna mtu angeamini kwamba mtu fulani ambaye unamwona pale amepitia kitu fulani. Basi msikilizaji, baada ya kufunga geti tu niligeuka na kurudi ndani. Yule kiumbe alikuwa ameketi juu ya sofa. Alisimama akanisogelea na kuwa karibu na mimi. Nilijua tu kile ambacho alikuwa anakihitaji. Kwa hiyo sikutaka mambo mengi sana. Mimi nikajitahidi sana kumpatia zile haja zake. Siku hiyo ilipita na kesho yake kama kawaida nilielekea dukani kuchukua mahesabu. Hivyo baada kufika tu nikawa nimepitiliza mpaka ofisini kwangu. Baada kama dakika 15, yani robo saa, mfanyakazi wangu mmoja alikuja kunipatia taarifa za ujio wa mgeni ambaye alidai alikuwa ni mgeni wangu. Nikamuuliza yule mfanyakazi wangu kwamba huyo mgeni mwanamke au mwanaume? Akasema kwamba ni mwanaume. Kasema anaitwa Hasani. Aliposema vile tu yule mfanyakazi wangu nilishtuka sana. Ikabidi nisimame haraka sana na kupiga hatua mpaka nje. Na kweli nilimkuta Hasani ambaye alitabasamu baada ya kuniona. Nikamsogelea na kumshika mkono wake kwamba tutoke nje ya pale dukani. Kweli tukatoka. Nikamwambia Hasani, wewe umepajuaje hapa? Nilimuuliza Hasani ambaye alinitazama kwa muda bila kujibu chochote. Mimi wakati huo nilikuwa nina wasiwasi sana. Nilikuwa ninamhofia yule kiumbe asije akatekeleza jambo baya maishani mwangu au maishani mwa huyu Hasani. Sikiliza na mimi nimefuatilia nikajua uko hapa. Nilikasirika kulikweli baada ya jibu la Hasani. Nikamwambia sikiliza, mimi sitaki mazoea na wewe, wala sitaki mazoea na mwanaume yote yule. Mimi nisikie vizuri. Nilimuuliza Hasani ambaye ndio kwanza alinipa ukaribu na alinipa tabasamu ya kwamba bado anajali sana kuhusu mimi, bila kujali kwamba kuna watu pale nje ya duka ambalo lilikuwa katikati ya jiji la Dar es Salaam. Niliishiwa pause nikawa mpole sana.
Hasani aliniambia kwamba mimi kukuacha wewe, naomba tu usahau, na kama una mwanaume wako huko basi mwambie jipange. Yaani mimi nakupenda wewe na huyo bwana wako, kwa sababu mimi niko tayari sana kupambania penzi langu kwa namna yoyote ile, kwa harama yoyote ile, na safari hii nakupambania wewe ili nikuoe. Sijui unanielewa? Na alizungumza Hasani maneno ambayo yalioniumiza sana. Nikaanza kulia tu pale, yani nililia mpaka nikawa nimeinama nimeshika magoti. Yani hata Hasani mwenyewe alibaki kunishangaa, huyu analilia mapenzi au analilia kitu gani? Akaniuliza, kwani una nini wewe? Aliniuliza Hasani, nikamtaka tu aende tu, yani sikutaka mambo mengi. Mimi nilikuwa ninalia na mengi moyoni mwangu, msikilizaji, na hofia huyu mtu kumpoteza, huyu mtu kuingia matatani. The more anavyokuwa karibu na mimi ndivyo ambavyo namtia matatani. Kuna mfanyakazi wangu mmoja alikuwa ametoka, akamwambia aende tu aniache tuzungumze. Hasani aliingia kwenye gari yake akawasha na kuondoka, huku wafanyakazi wangu wote nao wakitoka na kuniomba niingie ndani. Nikafanya hivyo. Moja kwa moja nilipitiliza ofisini. Baada ya kuingia tu ndani ya ofisi yangu, nilihisi kale ka upepo ambako huwa nakasikia siku zote. Basi nikajua kwamba yule kiumbe atakuwa maeneo hayo. Kweli yule kiumbe alitokea mbele yangu huku akiwa mwenye hasira kulikweli. Nikasimama kwa hofu na ghadhabu. Huyu kiumbe alinyoosha mkono wake na kunipiga kofi moja zito takatifu sana. Sidhani kama wafanyakazi wangu huku nje walisikia, mimi nikiwa ofisini mule. Kisha alinipiga tena na lingine. Nilikaa kimya kwa sekunde kwa kadhaa, nikisikilizia yale maumivu ambayo yalikuwa ni makali sana. Yule kiumbe akaniambia kwamba nilikwambia nini kuhusu makubaliano yetu? Tafadhali, naomba nisamehe. Ninyi binadamu mnapenda kuvunja ahadi, si ndio? Kwani mimi nimewahi kuvunja ahadi yako yote ile? Kwa nini wewe uvunje ahadi yangu? Kwa nini? Aliniuliza yule kiumbe. Mimi nikazidi kulia nikimwahidi sitojirudia tena au haitojirudia tena. Alinitazama kwa muda, kisha nguo zangu zilianza kujivua zenyewe. Yaani mimi mwenyewe tu. Na nikazidi kumsisitiza kwamba huyu kiumbe anisamehe kwa sababu sikuwa nimejua kusudi lake. Msikilizaji, tukio ambalo nililiona katika macho yangu ni mimi nguo kujilazimisha kutoka mwenyewe mwilini mwangu. Leo lilikuwa ni tukio la ajabu. Na mbaya zaidi, huyu kiumbe yani alikuwa anaonekana kwa njia tofauti sana. Yani hata ile ndizi yake ilikuwa ina urefu wa ajabu sana. Akiwa amesimama pale, huku ndizi yake ikionekana kwamba ina urefu mkubwa sana. Alinifuata na kujaribu kutaka kutimiza adhima yake. Msikilizaji, mimi siku hii sikutaka kuendelea na kazi mara baada ya kile ambacho nilikuwa nimekipitia pale ndani. Nilivaa nguo zangu nikajiweka vizuri na kutoka mpaka dukani, kwa sababu huyu kiumbe alikuwa anafanya mambo ya ajabu sana kwangu. Lakini laiti ungeniona pale ambapo ningelitoka kwa wafanyakazi wangu, nilikuwa ninaweka uso tabasamu sana. Nilikuwa ninaonyesha kabisa kwamba nina furaha, nina illusion kubwa sana na ile kampuni na ile biashara yangu. Lakini laiti ungelijua kwamba dakika chache zilizopita nilikuwa ndani kwa ghadhabu kubwa nikiwa na yule kiumbe ambaye hata uondokaji wake nilikuwa nafumba macho na kufumbua lakini simkuti. Ila nikasema kwamba mimi siende nyumbani. Acha nitafute mtu ambaye nitamwambia yale ambayo ninapitia ili angalau mzigo mimi utoke moyoni mwangu. Kuna mtu nilimwaza, alikuwa ni rafiki yangu Mary tu, yani hakuwa mwingine. Kwa hiyo niliendesha gari huku nikilia kwa uchungu sana. Yani kuna muda hata ajali zilikuwa zinanikosa kosa tu, yani watu wananipigia mahoni huko njiani, "Mama, wewe mpuzi, kwa makini." Nikatafuta sehemu na kupaki kwanza, kwa sababu akili yangu ilikuwa inaenda kasi kulikweli. Kumbe Hasani naye alikuwa akinifuatilia. Na baada ya mimi kupaki gari tu, nikashangaa kuona gari imesimama nyuma yangu. Chwa.
na mara akashuka Hasani, kisha akapiga hatua na kuja kugonga kwenye kioo. Gongongongongo. Kanganganga. Mimi nikafungua mlango. Hasani akaingia ndani. Na aliniita Hasani baada ya kuzama kwenye gari. Mbona unaonekana huko sawa? Tafadhali, naomba uniambie kitu gani ambacho kinakusumbua? Aliniuliza Hasani. Nilijikuta nikimkumbatia huku nikilia kwa huzuni sana. Hali iliyoweza kumtatanisha Hasani mwenyewe, na yeye mwenyewe alitishika sana. Kwa nini nalia? Kitu gani ambacho nakipitia mimi simwambii? Hasani akaniambia kwamba, mbona unanitisha? Na tafadhali, naomba uniambie. Natamani kufa Hasani. Natamani kufa mimi. Nilisema, na hapo Hasani alianza kunibembeleza. Nimweleze kile ambacho kinanisibu mimi. Kwa nini natamani kufa? Nilimwambia kila kitu Hasani, na sikuona haja ya kuficha chochote, haijalishi ananifikiria, atanifikiria vipi huyu mtu. Na kweli baada ya kumweleza Hasani hali halisi ya kile ambacho nakipitia, alinikumbatia na kuniahidi kwamba kila kitu kitakuwa sawa, wala nisijali chochote. Unapafahamu nyumbani kwa mwenye nyumba wako? Hasani aliniuliza. Nikaanza kidogo na kutekesa kichwa, nikamwambia hapana. Ila kuna mwanaume alikuja kwangu akajitambulisha kama mdogo mwenye nyumba na akanipatia namba zake za simu. Kwa hiyo alivyokupatia akakwambiaje? Akasema endapo nikihitaji chochote au msaada wote niweze kuwasiliana naye. Bila shaka yule baba kuna jambo anafahamu kuhusu hicho kiumbe. Nilisisitiza. Hasani akaniambia kwamba nimpatie hizo namba, na kwa bahati nzuri business card ya yule baba niliweka kwenye mkoba ambao huwa napenda kuubeba mara nyingi sana. Yaani huwa napenda kutembea nao. Baada ya kutoa ile namba, yani ile business card, nilimkabidhi, akaandika kwenye simu yake na kupiga. Baada ya simu kuita, hatimaye ilipokelewa. Hasani akaweka loudspeaker. Halo, alizungumza yule baba. Naam, habari yako? Samahani mzee, kwa majina naitwa Hassan. Mimi ni mume mtarajiwa mpangaji wako kwenye ile nyumba ya Kigamboni, alizungumza Hasani. Kauli iliyofanya yule baba ashtuke kwanza. Mume mtarajiwa? Kwani yule binti ana mpenzi? Aliuliza yule mzee. Tulikuwa tunaomba kuonana na wewe tafadhali, kama utojali mzee wangu, alisema Hassan. Na yule mzee Madu bila kusita alikubali na akatupatia maelekezo sehemu ambayo anayopatikana au sehemu ambayo alikuwa anaishi. Hassan alimpigia mtu aje afuate gari lake pale, kisha mimi na yeye tulitumia gari yangu mpaka kwa yule mzee ambaye nilishangaa kumkuta akiishi kwenye mazingira ya kawaida sana. Tulipokelewa na mke wake ambaye alitukaribisha vizuri sana mpaka ndani. Karibuni sana, karibuni, alisema mke wa yule mzee. Basi wote tukaitikia na tulikuwa tunashukuru sana. Asante. Nianze na wewe baba. Umesema wewe ni nani vile kwa huyu binti? Aliuliza mzee Maduhu. Mimi na Hasani tukatazamana kwanza. Baadaye Hasani akamjibu kwamba mimi ni mpenzi wake wa muda mrefu sana, lakini pia Mungu akipenda tunaenda kuoana muda sio mrefu. Yule mzee aliangua kicheko kiasi cha kuanza kukohoa mfululizo. Nikuletee maji mume wangu? Aliuliza mke wake ambaye alikuwa nje. Hapana, nashukuru, alijibu Maduhu. Kwa nini unacheka mzee wangu? Nacheka kwa sababu kwani huyo mwanamke wako hajakwambia kama ameolewa na jini? Maduhu aliuliza. Nikamwambia ameniambia, na ni vitu ambavyo mimi sivielewa, ndio maana tumekuja kwako mzee. Huyo mwanamke amekubali kuwa mtumwa wa jini na huwa anampatia penzi huyo kiumbe kwa makubaliano ambayo mimi sijui walikubaliana nini, alizungumza yule mzee, huku macho yake yote akiwa kwangu. Mapigo ya moyo wangu yalikuwa kienda mbio kweli kweli, huku nikijisemea maoni mwangu, nimekwisha mimi.
nitamweleza nani hiki ambacho nakipitia katika maisha yangu. Hasani alinitazama lakini hakushtuka kwa sababu yote nilimweleza ya kulala na yule kiumbe, ila swala la mali za jini sikuwa nimemwambia chochote. Samahani mzee, sasa hapo unatusaidiaje mzee? Aliuliza Hasani. Njia ipo ya kukusaidia ila ni ngumu mno, alijibu Maduhu, kauli iliyokatisha tamaa zaidi. Kwa nini aseme njia ipo ya kutusaidia lakini ilikuwa ni njia ngumu sana? Mzee, na ilikuwaje huyo kiumbe akaishi kwenye nyumba yako ambayo wewe unafanya biashara? Na kwa nini hiyo nyumba muendelee kuipangisha kiwa mnafahamu kabisa kwamba changamoto zake ni zipi? Hassan alimuuliza ule mzee ambaye alikaa kimya akitafakari jambo kidogo kabla kutupatia historia ya hiyo nyumba. Na historia hiyo nyumba, msikilizaji, iliweza kusimuliwa na huyu mzee akisema kwamba kwa mwaka 1960 kwenye familia mzee mmoja maskini alifanikiwa kupata watoto wawili wa kiume, yaani mapacha. Mmoja aliitwa Marami na mwingine aliitwa Maduhu. Marami alikuwa ni kijana mwenye ndoto kubwa sana na nyingi toka utotoni mwake. Na Maduhu yeye aliamini katika uaminifu na wakati wa Mungu siku zote. Ni mara nyingi sana Marami alipambana ili familia yao iishi katika maisha hali na mazuri, maisha ya kitajiri, lakini mara zote aliishia kuanguka chini na kuchekwa na watu tu, jambo ambalo lilikuwa likimkatisha tamaa sana na kumtia hasira. Na alikuwa anajiapiza kwamba atatafuta mali kwa nguvu zote na kwa njia yoyote ile ili aweze kuitoa hiyo aibu ambayo alikuwa anaipitia. Tofauti na matarajio ya Marami, alikuwa anawaza kuifanya familia yake iwe na furaha siku zote kwa kuishi maisha mazuri. Wazazi wao walifariki kabla yeye kutimiza ndoto zake, jambo lililokuwa limemwachia maumivu makali sana kwenye maisha yake. Kwa nini ndoto zake hazitimii licha ya kujaribu sana, licha ya kujaribu kupambana kwa kila hali na mali? Siku moja Marami na Maduhu walikuwa shambani kwao wakilima. Hafla waliona mtu mrefu sana, urefu wa kushinda binadamu. Mtu huyu ambaye alikaa juu ya mti akiwatazama. Wote waliogopa na Maduhu aliamua kukimbia. Akabaki Marami tu ambaye alikuwa jasiri sana. Yule kiumbe alimtazama kwa muda, akamuuliza kwamba, mbona wewe hukimbii? Aliuliza yule kiumbe. Wewe ni nani? Ni nani uliingia kwenye shamba letu bila ruhusa? Aliuliza Marami. Yule kiumbe aliangua kicheko sana cha dakika 2 mfululizo bila kupumzika wala kuchoka. Kisha kanyamaza. Una ujasiri gani ewe binadamu? Nitajie tamanio lako kama malipo ya mimi kuingia kwenye shamba lenu, alizungumza yule kiumbe. Marami aliinamisha uso wake akiwaza jibu la kutoa haraka mahali hapo. Na hapo akakumbuka ndoto zake za kuwa mwenye mafanikio makubwa sana. Nataka unifanye kuwa mwenye mafanikio makubwa sana. Nimiliki nyumba pamoja na mashamba, hata magari, alizungumza Marami. Tamanio lako limepita, ila kwa kuwa wewe umeomba jambo kubwa zaidi, na mimi nitahitaji taji langu, alisema yule kiumbe ambaye alikuwa na sauti nzito ya kutisha. Sema unachohitaji. Sema mkuu. Nahitaji katika utajiri nitakaokupatia ujenge nyumba mojawapo kwa ajili ya mwanangu, yaani nyumba ambayo mtoto wangu ataishi hapo, alizungumza yule kiumbe. Na Marami akatabasamu sana. Hilo ni dogo sana mkuu, ni dogo sana. Mwanangu mimi amepewa masharti ya kufanya mapenzi na binadamu kwa miaka 100 ijayo. Hivyo wewe utamsaidia kukamilisha hilo, alizungumza yule kiumbe. Na Marami akacheka kwelikweli. Sasa kwa akili zako, miaka 100 mimi nitakuwepo duniani, na alifahamu hilo. Wewe utamtumikia miaka yako utakayoishi, na ukiondoka nitajua cha kufanya, alijibu yule kiumbe. Na Marami alikubali, wakafanya makubaliano. Haukupita muda sana, mazao kwenye shamba la Marami yalianza kustawi sana. Wakauza magunia kwa magunia baada ya kuvuna
na kama utani, baada ya miaka 2 tu Marami alikuwa na utajiri mkubwa sana. Yaani kila kitu ambacho alikuwa nakifanya kilikuwa kinanyooka. Ndipo alipoamua kwenda mjini kujenga nyumba ambayo ataishi mtoto wa yule kiumbe ambaye alifanya naye makubaliano. Unajua kwa nini mjini? Kwa sababu wanawake wa mjini ni warahisi sana, na wao huwa wanajali pesa tu kuliko kitu chochote kile. Wanajali pesa kuliko hata utu. Hivyo itakuwa ni rahisi kuwapata kiurahisi sana. Ndicho ambacho alikifanya Marami, kwenda kujenga nyumba eneo la mjini. Madu alimaliza kusimulia mkasa wake, huku mimi na Hassan tukibaki kutazamana tu, kwa sababu hii kesi ni kama vile imeanza kuwa ngumu sana. Ina maana kwenye ile nyumba yule kiumbe ni kama anatumikia adhabu yake. Yaani pale sharti la kwanza huwa hairuhusi mwanaume kuingia ndani ya nyumba ile, na ikitokea mwanaume akaishi pale huwa anakufa mara moja sana, alisema mzee huyu Madu. Na nikakumbuka ile siku Karimu alivyokuja kulala kwangu, aliondoka bila hata kusema kwamba aliyoyaona ni yapi, na hakuwahi kunitafuta tena, na sijui Karimu alipotelea wapi. Na wanawake wanaopanga pale huwa wanakimbia na kuacha kila kitu ndani. Wengine huchanganyikiwa mazima, na wengine hufariki kwa sababu mwanzo huyu kiumbe hutoa mapenzi matamu sana na upendo, lakini baadaye mapenzi yake hugeuka kuwa kama adhabu, kwa sababu anaweza akamwingilia mwanamke kwa anavyotaka. Anaweza akawa na maamuzi makubwa na ya ajabu kwa mwanamke huyu anavyotaka, yaani atamtumia kama chombo cha starehe, alisema huyu mzee Madu. Na mimi nikakumbuka kweli huyu kiumbe alivyokuja ofisini kwangu alikuja katika umbile la ajabu sana. Sasa hapo utatusaidia vipi mzee? Hassan alimuuliza. Sina cha kuwasaidia. Msaada ni wewe binti mwenyewe kuvunja makubaliano yenu, yaani uondoke ndani ya hiyo nyumba na urudishe chochote chake ulichokichukua, yaani kila kitu ulichochukua urudishe, alisema yule mzee. Nakumbuka, chochote utakachokirudisha itatakiwa urudishe vyote, alisema yule mzee. Na hapo kwenye kurudisha vitu hapo nilijiambia mwenyewe moyoni mwangu kabisa kuwa sitoweza. Yaani watu washaniona mimi mshua, naishi katika gari zuri, nina duka kubwa na nimeajiri watu wote, na rudishaje? Yaani nimeshazoea maisha of boss, maisha class, kuheshimika hapa mjini, alafu hafla tu kirahisi tu nirudi kuwa mtu wa kawaida, mtu wa chini. Ile hapana bana. Bora niendelee kuula huo wali wa nyama nikiwa vitani. Ila nilimuitikia tu ule mzee na tukamwaga na kutoka. Kwenye gari alikuwa akiendesha Hassan, na muda wote tulikuwa kimya tu mpaka yalipoanzisha mazungumzo. Akaniuliza kwamba kwa hiyo huyo kiumbe anakudai nini? Mimi nikabaki kimya tu. Akaniambia tena Hassan kwamba nadhani kwamba umesikia, njia pekee ya kuepuka hayo matatizo ni kurudisha chochote chake huyo kiumbe, alisisitiza Hassan. Mimi nikamwitikia tu. Basi alinitaka twende nyumbani kwake na mimi nikakubali, ila mimi akili yangu yote ilikuwa kwa lile jini. Yaani ilikuwa nawaza lisije likakasirika likachukua hata mali zake ghafla binivu. Baada ya kufika kwa Hassan nilishinda nimelala chumbani kwake, huku yeye akiwa sebuleni mpaka usiku ulipoingia. Kwenye akili yangu nilikuwa nawaza namna ya kutoroka na kurudi nyumbani kwangu haraka sana. Kweli bwana. Hassan akaniomba tutoke tukapate chakula cha usiku hotelini. Mimi nikamwambia bwana akanunue tu, kwa sababu nilikuwa najihisi nimechoka. Unajua tena mwanamke, nilidanganya bwana. Basi Hassan akawa ameondoka. Na ndio wakati huo nilipotumia huo muda mzuri kutoroka na kurudi nyumbani kwangu, ama kule katika kile kiumbe ambacho nilihisi lazima kingelichukua mali zake. Tena nilienda nikikimbiza gari ili mradi tuniwahi kufika. Baada ya kufika nikaingia ndani, nilimkuta ameketi juu ya sofa kimya. Nikamsogelea kwa upole sana na unyenyekevu. Kipenzi changu, nilimuita yule kiumbe. Akageuka na kunitazama.
umenichagua mimi, alisema ule kiumbe kwa furaha sana. Akasimama akanikamata na kunirushia juu ya sofa huku akicheka sana siku hiyo. Akaanza kutoa almasi na kunikabidhi mimi. Yaani hereni, bangili, mikufu, pete. Nilibaki nikichanganyikiwa na kwa furaha niliyokuwa nayo nilikuwa siamini kabisa. Na bado nitakupatia zawadi nyingine nyingi sana zaidi ya hizi, alisema ule kiumbe huku akizidi kunichanganya kabisa. Lakini hafla nilishtuliwa na mlio wa gari nje ya ile nyumba. Tukatazamana na kile kiumbe cha ajabu. Yule kiumbe akaanza kuunguruma kwa hasira. Bila shaka alimjua aliyekuwa amefika pale. Hata mimi sikujua, ila nilihisi kama kwa 100% atakuwa ni Hasani wangu. Nilijitoa kwa yule kiumbe kisha nikatoka mpaka uwani ambako nilifungua geti na kutoka. Na Hasani naye akateremka kwenye gari. Nikamuuliza Hasani, umekuja kufanya nini huku? Nilimuuliza Hasani kwa hasira sana. Kwa nini umeondoka bila kuniaga? Si ungeniambia na mimi nimekwambia naenda kufuatia chakula lakini ukaondoka bila kuniambia. Kwa nini umenitoroka? Sasa wewe usichokielewa ni kitu gani hapo jamani? Una nini lakini? Ukiona nimeondoka bila kukuaga, jua kwamba wewe si wa muhimu. Nilimjibu Hasani ambaye alibaki kunishangaa tu, akinishangaa kwamba eti yeye si wa muhimu kwangu ikiwa ametoka kunisaidia kufuatilia lile swala ambalo lilikuwa linasumbua. Hasani akaniambia kwamba mbona ulikuwa vizuri? Na iweje ubadilike hafla kiasi hiki? Yaani umerudi tena kwa hichi kiumbe ambacho ulikuwa unaniambia mimi kinakusumbua? Naomba uondoke sasa hivi. Na sitaki kukuona nyumbani kwangu. Ondoka kabla sijakuitia polisi hapa. Nilisema kwa sauti ya juu sana huku nimemtolea Hans macho, yaani nimetoa macho yangu kodo. Hasani aliingia kwenye gari yake na kuondoka zake. Mimi nilirudi ndani nikamkuta yule kiumbe akinitazama kwa tabasamu sana. Alikuwa amefurahi sana. Alinitazama na kuzitazama zile almasi huku akichezea ile mikufu yake. Nikamsogelea huku nikitabasamu. Ajabu, yule kiumbe alininyanyua kwa kutumia mkono wake mmoja ambao ulikamata shingo yangu. Akaanza kunitazama kwa hasira. Na wakati huo nilikuwa nimekosa pumzi kabisa nikichezesha miguu yangu chini nikining'inia tu. Mara alinirusha mpaka kwenye ukuta wa pale sebuleni ambao ulikuwa mbali kidogo. Basi likao linanitazama kwa hasira kweli huku likiunguruma. Mimi nilifumba macho huku nabaki kulia tu. Msikilizaji, mikono yangu niliweka masikioni ili kuepusha zile kelele ambazo zilikuwa zinasikika. Basi baada kunirusha pale, likapiga hatua na kunisogelea mpaka pale karibu. Ni kwa nini unaruhusu wanaume wako waje hapa nyumbani? Aliniuliza huyu mwanaume kiumbe. Mimi tena nikaanza kuomba msamaha pale na kujitetea pale kwamba jamani, mimi sijamuita pale. Yule kiumbe akasema makosa yangu ni kwa sababu mimi nimeenda kutoa siri yetu nje. Nikawa namuomba msamaha sana. Lakini hafla binivu yule mtu akapotea pale kwa mazingira kutatanisha. Nilibaki nikilia mpaka tumbo la kuhara liliweza kunishika hafla. Ikabidi kwanza nikimbilie msalani. Baada kumaliza nilitoka nikajilaza kitandani kwa sababu kiuno chote kilikuwa kifanye kazi. Msikilizaji, basi licha hayo yote niliona ni bora haya yanayopitia kuliko kurudi nilipotoka, yani kuliko kurudi kwenye ufukara, kurudi kwenye maisha kufedheheka. Kazi nilishaacha. Nilijaribu kubadilisha marafiki, nilikuwa na marafiki wa classic, wale marafiki wa tabaka la kati. Na sikukumbuka ni muda gani ilipitwa na usingizi. Ila kesho yake asubuhi nilipoamka, nilijiandaa vizuri na kuelekea zangu kazini. Nilifika dukani kwangu, watu walikuwa wananiheshimu sana. Na hata wateja wangu walikuwa wananipenda sana. Na mimi nimekuwa ni mfano bora ama mfano wa wanawake wengi sana. Yaani kuna wanawake wengi wanatamani kuwa kama mimi.
Na hiki ndicho kitu ambacho kinanifanya mimi niogope kuvunja makubaliano na hiki kiumbe. Yaani nirudi kwenye maisha yale ufukara. Nilipitiliza ofisini kwangu, nikawa naendelea na shughuli nyingine ndogo ndogo za kuangalia mahesabu ya wiki, namna gani bidhaa hii inapendwa, namna gani kitu gani ambacho niweze kuongeza dukani kwangu. Yaani kujua nini kimepungua na nini niweze kuongeza. Siku hiyo nikawa nimeishia kufanya hayo majukumu, na siku hii ikawa imeisha. Na ulipita kama mwezi. Hali ilikuwa shwari tu, biashara zangu zinakwenda vizuri, kila ninachotaka kinatekelezeka. Maisha yaliendelea kama kawaida, na yule kiumbe tulikuwa tukiishi vizuri tu. Siku moja nikiwa ofisini kwangu, ghafla nilisikia kale ka upepo ambako nakasikiaga siku zote huwa kananitokea, kanakuja kwangu siku hii. Sasa nikajua kabisa kwamba huyu kiumbe yupo karibu yangu. Nikasimama nikijiuliza kwamba nimefanya nini tena? Na kweli alitokea karibu yangu, akaanza kutekeleza zoezi la kujaribu kuninasua nguo zangu ambazo nilikuwa nimevaa bila hata kuzungumza chochote. Vipi tena? Lakini kwa nini usinisubiri nyumbani? Nilimuuliza, ila hakujibu chochote. Alitekeleza lile zoezi lake ambalo amekuwa akitekeleza siku zote. Na mimi nikakumbuka maneno ya mzee Maduhu siku ile. Alisema kwamba huyu kiumbe mwanzo mapenzi yake huwa ni matamu sana, lakini kadiri muda unavyozidi kwenda, kiumbe hichi huanza kubadilika kwa kuwafanyia wanawake kitu ambacho kinahitaji chenyewe. Niliishia kutoa machozi kwa sababu hata sauti yenyewe siwezi kutoa kutokana na sehemu ambako nilikokuwapo. Ghafla mlango ulifunguliwa na mimi nikashtuka. Ila baada ya mlango kufunguliwa, yule kiumbe hakuwapo tena mahali pale. Yaani kilikuwa ni kiumbe cha ajabu sana. Aliyeingia pale ndani ilikuwa ni mfanyakazi wangu mmoja ambaye alinikuta bila mavazi yoyote, tena nikilia kwa uchungu sana. Yule dada alinishangaa sana. Yaani ilikuwa ni ajabu. Akasema, "Madam, samahani nimeingia." Alisema vile, mimi sikumjibu. Nilichukua gauni langu haraka haraka nikavaa. "Tumesikia ukilia sana na tumegonga mlango kwa muda mrefu, lakini hujafungua wala kujibu. Nikapata wasiwasi, ndipo nilipojaribu kuja kukuangalia huko." Alizungumza yule dada. Yaani kumbe mimi nilikuwa najiona sitoe sauti, lakini kumbe nilikuwa nikilia kwa sauti. Huyu kiumbe ana lengo gani na mimi? Huyu kiumbe ana lengo gani na maisha yangu? Yaani ni kama vile na ananidhalilisha vile kwa watu. Nikamjibu madam kwamba niko sawa. Niko sawa tu. Nilimjibu ule dada ambaye kwa shingo upande alinitaka, yani aliniangalia sana. Na kiukweli kwa namna moja au nyingine, kwa mtu ambaye angenitazama pale anaona kabisa huyu yani siko sawa. Akasema kwamba kama uko sawa madam, ukapumzike nyumbani. Nipo sawa. Nilimjibu ule dada ambaye kwa shingo upande alinitaka kama siko sawa nikapumzika nyumbani. Nikamjibu sawa, nitafanya hivyo. Akatoka zake. Na mimi kweli nilibeba vitu vyangu na kurudi nyumbani. Njiani nilikuwa ninalia sana kupitia upande wa gari yangu kwa sababu sikutaka kuzungumza na mtu yote yule. Jamani. Yaani hii ndio inaitwa wali nyama vitani. Baada ya kufika nyumbani niliingiza zangu gari na kuingia ndani. Nilioga huku nikijiapiza kabisa kwamba sitokaa niende tena kazini. Kama ni mahesabu nitachagua mfanyakazi wangu mmoja ambaye atakuwa anakuja kwangu huku nipigia mahesabu yangu yote, niyafahamu, ndipo niweze kuelekea kazini. Lakini sasa hivi tena sikuwahi, yani sitaki kujihisi tena kwenda kazini kule. Kwa namna ambavyo huu kiumbe alikuwa anakuja tu muda wote na kufanya kile kitu ambacho nakihitaji. Na ni dhahiri kabisa kwamba muda wote mimi nilikuwa kwenye huzuni sana. Nilikuwa nikilia tu. Kimbilio langu lilikuwa ni pombe. Nilikuwa nikitoka naenda kununua vinywaji vikali, narudi nyumbani, naweka kwenye fridge. Siendi popote kwa sababu nahofia yule kiumbe anaweza kunikuta tu sehemu yoyote na kanifanyia mambo ya ajabu. Maisha yaliendelea hivyo.
nikiishi tu kwa muda mwingi kama vile mtu ambaye sina amani. Muda mwingi niko ndani, yani mimi na yeye tu. Na ninadhani hilo ndilo haswa lililokuwa lengo lake huyu kiumbe, mimi nikae pale ndani. Siku moja nikiwa nyumbani, hafla nilisikia kengele ikipigwa. Bila shaka ulikuwa ni ujio wa mtu pale nyumbani. Nikaenda kufungua. Alikuwa ni Hasani akiwa na mzee Maduhu, ambao baada kuwaona tu nilifunga geti mara moja kabisa wasiingie ndani, na nikarudi ndani huku nikilia sana. Yani sikutaka kuzungumza nao kwa sababu najua wakiondoka tu mimi lazima nipokee kichapo au lazima nipokee adhabu kali kutoka kwa huyu kiumbe. Baada ya kuona kimya, nadhani waliondoka, nikabaki nikilia tu mwenyewe huku nikiwaza sana, hatima maisha yangu mimi ni nini? Nitamweleza nani haya mambo ambayo nayapitia mimi ikiwa sitaki kurudi kule nilikotoka? Kama nilivyokuwa nimejiapiza, pesa ya mahesabu ya dukani yalikuwa akiniletea mfanyakazi wangu mmoja kama ulivyokuwa utaratibu wetu. Siku moja yule dada alifika nyumbani, lakini mimi sikuwa nimesikia mtu akigonga geti, ila nilishangaa baada yule dada kugonga hodi akiwa tayari mlangoni, yani kashaingia. Nikasimama na kutoka, nikamwambia karibu. Asante madam, alijibu yule dada huku nikimpisha naye akizama ndani. Akaketi juu ya sofa huku mimi bado nikiwa na maswali mengi sana kichwani mwangu, kwa sababu geti mimi huwa nafunga muda wote atakapokuja mgeni na kwenda kufungua. Sasa kwa nini huyu dada leo kaingia hafla tu binivue? Ni hafla yuko ndani uwani anagonga mlango kuingia ndani. Basi nikajibaraguza pale, nikamwambia pole na safari. Akasema asante. Nilisema huku nikitabasamu, yani nikimtania tu mfanyakazi wangu ili auone ukarimu wangu kwake. Amna bana madam, yani hapo ndo yani hapo unaponiambia pole wakati sio mbali, alafu ni sehemu ya majukumu yangu madam. Karibu sana. Ila samani, kwani umekuta geti wazi? Maana nimesahau kabisa kama nilifunga au la. Nilisema huku nikijichekesha kama kweli vile, lakini nafahamu uhalisia wa mazingira yangu sio mazuri. Amenifungulia shemeji, alisema yule dada kwa sauti ya kunong'ona tu na utani, huku akicheka kwa utani. Ndipo mapigo moyo wangu yakaanza kufanya pa. Yani usoni najichekesha, lakini moyoni nina bonge la kidonda. Basi nakwambia nilala usingizi wa fofofo, yani hata sikujua, yani sijajua kama amerudi kutoka kazini. Nilijisemesha tu pale, na mara mlango ulifunguliwa, akaingia yule kiumbe. Jisikia uko nyumbani, alimwambia yule mfanyakazi wangu, huku uso wake kaupamba kwa tabasamu nzuri sana. Asante shem, alijibu yule dada maskini, huku akichekacheka bila kujua kwamba alikuwa anazungumza na vampire, alikuwa anazungumza na mtu hatari zaidi. Samahani mke wangu, nakuomba chumbani mara moja, alizungumza huyu kiumbe. Mimi nikashtuka moyoni mwangu, nikasema kuna nini tena huku? Ila nikajichekesha tu kwamba nakuja mume wangu, nakuja, nilijibu. Yule kiumbe akaingia chumbani na mimi nikasimama na kuingia chumbani. Nikawa namsikiliza kwamba anataka kusema kitu gani. Eti akaniambia kwamba nahitaji kufanya mapenzi na huyo rafiki yako. Alisema yule kiumbe maneno ambayo alinishtua sana. Mapigo ya moyo wangu yakazidi kwenda mbio, huku nikianza kuhisi huruma dhidi ya yule dada ambaye nimemleta kwenye matatizo makubwa sana. Nikamuuliza yule kiumbe, kwa nini sasa? Mimi sinipo. Sasa hivi nimemaliza, alisema yule kiumbe kwa macho ya ukali kweli. Ikabidi mimi niwe mpole. Sasa mimi naanza vipi kumwambia huyu mfanyakazi wangu, na ni dada ambaye ananiheshimu sana, wala hawezi kukubali, na ninawezaje kutamka mambo kama haya ajabu? Hilo niache mimi, wewe toka, alisema yule kiumbe. Mimi nikatoka mpaka sebuleni. Nikamwambia, sasa sikia Agi, huyu mfanyakazi wangu alikuwa anaitwa Agnes. Egi, mimi natoka mara moja, kuna simu nimepigiwa hapa ya dharura sana, ila usiondoke, baki hapa na shemeji yako mara moja, nikukute hapa tafadhali sana. Sawa madam. Basi mimi nilichukua funguo ya gari nikaondoka zangu.
Pasi kujua Agnes, mimi nilikuwa namwacha katika kichaka cha giza kweli. Lakini sikuondoka. Gari nilipaki mbali kidogo na ile nyumba, kisha nikarudi kwa miguu. Nikanyata na kuzunguka mpaka dirishani kutazama nini ambacho kilikuwa kinaendelea pale. Nilimkuta yule kiumbe ameketi juu ya sofa lake, tofauti na alipokuwa ameketi Egi, ambaye macho yake yalikuwa kwenye runinga. "Shemeji," aliita yule kiumbe. Egi akamtazama. "Abe shemeji." Yule kiumbe alichukua noti nyekundu za Kitanzania, akapiga hatua nazo pale alipoketi Agnes na kuanza kumwagia. Yaani ilikuwa ni mvua pesa ambayo ilikuwa inamchanganya Agnes, ambaye binti huyu alianza kusimama. "Kwani vipi tena shem?" Kama ukinipatia penzi lako nakupa zaidi ya hizi," alijibu ule kiumbe. Lakini upande wa Agnes aliacha tabasamu upana sana. "Na vipi kuhusu dada akirudi kwa muda huu wa kufume, utafanya mambo kama hayo?" "Hawezi kurudi sasa hivi, nimemwagiza mbali sana," yule kiumbe alijibu. Na Agnes bila kujiuliza mara mbili alijaribu kutekeleza kile kitu ambacho alikuwa ameshawishiwa na huyu jini. Aiseni ilimuonea huruma sana huyu binti. Kama kawaida, hiki kiumbe alianza kumpa mapenzi Agnes. Yaani alikuwa akienjoy haso bila kujua kwamba anaingia kwenye shimo la moto na kifungo cha maisha ambacho atakuja kujutia katika maisha yake. Kama kawaida yake, huyu kiumbe baada ya kumaliza huwa anapotea, na toka nianze kuwa naye sikuwahi kumshuhudia akiwa anapotea. Basi leo niliona kitu cha ajabu sana. Huyu kiumbe baada kumaliza tu alipotea na kuwa kitu cha ajabu sana. Yaani kumbe hili vazi la binadamu tu, ila asili yake ni kiumbe ambaye anayetisha mno. Yupo mfano wa sokwe na meno yake ni marefu sana pamoja na makucha. Na kile ambacho anakitekeleza pale ni kitu ambacho kinakwenda moja kwa moja huko gizani. Nikajiuliza kwamba kumbe huyu kiumbe ndio yuko hivi. Yaani mimi ndio huwa nalala na huyu mtu wa ajabu. Nilijikuta nikielea sana. Yaani ni uchafu uliokithiri, ni mambo ya giza ya kutisha iliyokithiri. Nikanyata taratibu na kutoka mpaka nje kabisa, nikaelekea katika gari yangu na kurudi nyumbani. Niliingia ndani nikatengeneza tabasamu la uongo kwa Agnes, ambaye nilimkuta amekaa na yule kiumbe akiwa sofa lingine. Kwani nimechelewa sana Agnes Nilimuuliza Agnes, ambaye alikuwa akiona hata aibu kunitazama. "Hapana, sio sana madam," alijibu Agnes. Nikamwambia anikabidhi mahesabu pale, kisha baada ya kumaliza akabeba mkoba wake uliokuwa umetuna na sikuna pesa kapewa na shemeji bwana. Kwa aliaga na kaondoka, huku nikimtazama kwa macho huruma sana. Baada ya kutoka yule kiumbe akanitazama. "Namtaka huyu rafiki yako milele," alisema yule kiumbe. Nikamwambia mchukue tu. Nilisema kwanza mwanamke mwenyewe ana tamaa. Yaani mtu mmefahamiana leo tu, hata nusu saa hamna, unampa penzi. Atajua mwenyewe bwana. Mimi niliingia chumbani kwangu, kila kitu nikikumbuka nilichokiona leo. Yaani nilikuwa nashindwa kabisa hata kula. Kwamba huyu mtu alikuwa ni kiumbe wa ajabu sana. Siku zilipita, yule kiumbe alikuwa akinisumbua sana kuhusu Agnes. Alinipatia sharti nifanye chochote kile ile Agnes aje kuishi kwenye ile nyumba. Haya alikuwa ni maajabu mengine sana. Sikuwa na namna zaidi ya kwenda kazini siku hiyo na kuomba Agnes aje nyumbani kwangu tuishi wote. Na nakumbuka nilimwahidi vitu vingi sana. Yaani kama kumpatia kiasi chochote kile cha pesa atakachohitaji kila mwisho wa mwezi. Agnes bila kujua masikini alikubali. Tukarudi nyumbani na kuanza kuishi naye pamoja. Agi alianza mahusiano na yule kiumbe. Na kwa akili yake yeye mwenyewe alihisi kwamba labda ananizunguka mimi, bila kujua mimi nilimpeleka kwenye lengo hilo. Kwa upande mwingine nilifurahi sana. Niliamini kabisa kwamba yule kiumbe hatunisumbua tena mimi milele. Lakini siku moja usiku nikiwa nimelala, nilistukia tu akija ghafla binivu na kuanza kunisumbua kama alivyokuwa akinisumbua pale ambapo nikiwa nyumbani au pale ambapo nikiwa ofisini kwangu.
Nilijihisi vibaya sana kwa sababu sasa nilikuwa nimejua asili yake. Nilifumba macho huku nikihisi kinyaa hatari. Baada ya kumaliza kama kawaida, alipotea katika mazingira kutatanisha sana. Nilikuwa naona hivi, mimi nipo katika dunia gani? Kwa nini maisha haya hivi tu? Siku moja nikiwa napika jikoni, Agnes alikuja akasimama pembeni yangu. Akaniambia kwamba, "Madam, hivi unajua kwamba unajua kupika sana?" Mimi nikacheka tu. Akaniambia, "Kama kuna cha kukusaidia naomba nikusaidie." Nikamwambia, "Karoti hizo hapa, naomba nisaidie kusaga." Nilimwambia kweli, akachukua karoti na kuanza kusaga. "Samani madam, naomba nikuulize, hivi shemeji ni mume wako, hivi ni binadamu wa kawaida kweli?" Mimi nilijikuta nikishindwa kujizuia kwa sababu baada ya swali hili la Agnes, badala ya kumjibu mimi nikaanza kuangua kicheko, kisha nikamtazama. Nikamwambia, "Kwa nini umeniuliza?" "Kuna vitu tu naona haviko sawa," alijibu Agnes, na nikamgeukia kabisa. Nikamwambia kwamba yule wala si binadamu wa kawaida mwenzangu, yule ni jini. Kauli yangu ilimshtua sana Agnes. Kama wewe uliona kwamba umepata urahisi wa maisha, pole sana, na bado hayo uliyoyaona utaendelea kuyaona zaidi na zaidi. Nilimwambia Agnes, "Mimi nitafanya maisha niondoke zangu," alisema Agnes, kauli ambayo iliweza kunichekesha sana. "Ufanye maisha uondoke? Ingekuwa ni hivyo mimi ningekuwa hapa." Na kuuliza, ningekuwa hapa? Nilimuuliza Agnes, "Yaani hapa siku ukiondoka, jua kabisa kwamba unaacha kila kitu chake. Halafu tusizungumzie tena hizo habari, mimi sitaki kuzisikia kabisa." Nilimwambia huku nikigeukia zangu jikoni na kuendelea kupika pale. Agi alipata mawazo mengi sana. "Halafu amekwambia mwanaume haruhusi kuingia humu ndani, si amekwambia eh?" Nilimuuliza tena Agnes, ambaye alitikisa kichwa tu kwamba hajaambiwa chochote. "Ndio hivyo, wala wewe huruhusi kuwa kwenye mahusiano tofauti na huyo kiumbe," nilimwambia Agnes, na Agi alibaki kimya tu. Nikimuona kabisa sasa amekosa raha, kwa sababu ambao nilikuwa nimemwambia alikuwa ni mambo mazito sana. Baada ya kumaliza kupika, tulikula kwa pamoja, tukaendelea kutazama runinga pale. Sema toka afike Agi kidogo maisha yalikuwa rahisi kwangu, kwa sababu ninayo company angalau. Siku moja nikiwa nimelala chumbani kwangu, nilishtuliwa na sauti ya Agnes. Nikaamka na kuelekea mpaka mlangoni, nikafungua. Akasema, "Madam, hebu njoo," alisema Agi huku akinishika mkono. Tukatokea uwani ambako kulikuwa na matone ya damu. Nikamuuliza Agnes, "Nini hiki?" Akasema, "Hata mimi nimekuta hivi, ila nikaogopa kufuatilia peke yangu, nikaamua nije nikuite dada," alisema Agi. Kwa pamoja baada kutazamana, tulianza kufuata yale matone ya damu ambayo yalikuwa kielekea nyuma ya nyumba. Walikuwa ni kuku kama 5 hivi umening'inizwa wakiwa wamekufa, yani walikuwa wamekauka kau, hakuna hata punje ya damu. Wote tulishtuka na kutazamana kwa hofu sana. Agi ndio kabisa alianza kulia. Nikamkumbatia huyu binti, kisha nikamwambia kwamba turudi ndani. Tulifanya hivyo, na baada ya kufika chumbani kwangu nilikuwa nikimbembeleza Agnes anyamaze, asilie kwa yale ambayo tulikuwa tunaona pale. Agi akaniuliza kwamba, "Hivi madam, kwa nini tusitoroke tu?" Aliniambia Agi, na kweli hapo tulipofika hata mimi nilikuwa nawaza hivyo kwamba tutoroke. Haya ambayo tulikuwa tunaona yalikuwa ni makubwa sana kwa akili yetu au kwa umri wetu. Nikamwambia Agnes, hata mimi nilikuwa na hilo wazo. Sema tukitoroka hapa ndio tunaenda kuanza maisha mapya kabisa, au tunajiingiza kwenye matatizo makubwa sana ambayo hatutaweza kujinasua. "Ni sawa tu madam, kuliko kufia hapa," alisema Agi. Nikamwambia basi tujiandae tuondoke zetu, nikiamini kabisa kwamba itakuwa rahisi kutoka kama siku zote. Kweli tulibadili nguo na tukatoka mpaka nje ili tuweze kutekeleza lile swala letu la kutoroka. Baada kutoka nje tulikuta vipande vya chupa vilivyochongoka kweli kweli.
Tulianza kutazamana. Atakuwa ameweka, alisema Agi kwa sauti ya kunong'ona. Mimi niliukumbuka huu mchezo wa chupa siku ile nilivyokatwa miguu yangu vibaya mno. Nikamwambia hapana, turudi ndani, nilisema huku nikirudi nyuma. Hata Agi naye ilibidi arudi nyuma, akageuka na kurudi ndani. Yule kiumbe alikuwa kitutazama tu kwa hasira, tena akiwa katika umbo lake halisi. Agi alijikojolea pale yani huku miguu ikimtetemeka kwa hofu. Angalau kwangu mimi haikuwa surprise, kwa sababu nilishafahamu hiki kiumbe ni cha namna gani. Yule kiumbe alisogea kwa kasi, akatukamata wote na kuturudisha ndani. Yani katurusha, yani tulienda kutua kwenye ukuta kama vile vikaratasi. Kila mmoja wetu alikuwa akiugulia maumivu makali sana. Yule kiumbe akapiga hatua na kutusogelea tena, kwa sababu kila mmoja wetu alikuwa ameangukia upande mwingine. Alikuja mpaka kwangu huyo kiumbe, akanitazama kwa hasira, kisha akaondoka mpaka kwa Agi. Alimshika kwa hasira na kumnyanyua juu, huku akimkamata shingo yake. Agi alikuwa akichezesha miguu yake chini, yani hawezi kuzungumza. Nilipoona hali imezidi kuwa mbaya, nilisogea pale, nikapiga magoti na kuanza kumwomba yule kiumbe. Nikamwambia, tafadhali, naomba utusamehe sana. Tunaahidi hatutorudia tena tafadhali, nilisema huku nikilia. Na yule kiumbe alimwachia Agi ambaye alikuwa kikohoa pale chini. Kisha yule kiumbe akapotea bila kusema chochote. Nilimsogelea Agi pale chini na kumkumbatia, huku wote tukilia kwa maumivu makali sana. Hakuna tamaa iliyowahi kuwa na mwisho mzuri. Ni heri mtu upambanie maisha yako. Ni heri mtu upambanie ndoto zako kwa nguvu na juhudi zote, kuliko upitia njia fupi ambazo utahisi kwamba zitakufikisha katika mafanikio makubwa sana. Mtaji wa masikini, msikilizaji, ni nguvu zake mwenyewe. Nilijifunza hicho kitu siku hiyo, na nikachungulia nje kupitia dirishani. Zile chupa, kumaanisha kwamba kuanzia muda ule sisi tulikuwa mateka wa yule kiumbe. Tulikuwa ni mateka, yani tupo gerezani, katika gereza yule kiumbe wa ajabu. Niliweza kurudi na kumkumbatia Agi ambaye kwa mshtuko aliyekuwa ameupata, damu zilikuwa zikimtoka sana sehemu za pua. Yani sijui alimgonga vibaya. Ni kwamba Agnes alikuwa amepata maumivu makali sana. Maskini Agnes, kumbe muoga sana. Tamaa ya nini wakati ni muoga? Yani unakuwa ni muoga alafu una tamaa. Kwa tulichokifanya ni kurudi chumbani, nikamwingiza Agi bafuni, nikamwosha vizuri, na muda wote yeye alikuwa akilia tu, huku muda mwingine akizubaa. Mimi nikakumbuka maneno ya mzee Madu kuwa kuna wanawake walikuwa kichanganyikiwa ndani ya ile nyumba. Nilianza kuogopa sana, kwa sababu Agi ni binti mwenye familia, na familia yake inamtegemea sana, na ana ndoto zake pia yeye kama binti. Kwa hiyo kuna muda nilikuwa nikilia, nikijilaumu sana, nikihisi pengine bila mimi Agnes asingefikia hatua hii, asingeingia kwenye matatizo. Ila maji yakimwagika ndo hivyo, hayawezi kuzoleka. Kuanzia siku hiyo tuliishi maisha magumu sana ndani ya nyumba hii. Yule kiumbe wala hakutumia umbo la kibinadamu tena, alikuwa akitumia lile umbo la kinyama, umbo la kutisha, na anafanya kile ambacho atakachokihitaji kutoka kwetu sisi kwa umbo lake lile la ajabu na harufu kali ya kutisha. Msikilizaji, yani hata kula tulikuwa tukijikaza. Tulikuwa tunakula kidogo kidogo, kwa sababu kila tukikumbuka muonekano wa kile kiumbe na ile harufu hiyo, njaa inatokea wapi msikilizaji? Yani njaa inakata hafla tu. Kwa tulipungua sana, tulikonda yani na kudhoofika. Unajua kuna kukonda na kudhoofika. Mwenzangu Agi yeye ndo alikuwa afai kabisa. Alikuwa tahira si tahira, muda wote amezubaa tu akitazama sehemu moja. Kwa hiyo sikuwa na mtu hata wa kupanga naye mipango ya kujaribu kutoroka pale, zaidi ya mimi kuwa msaada pekee kwa Agi. Maisha yaliendelea. Simu zetu zilikuwa zitoki, yani mtandao pale ndani haukuwapo tena. Hivyo tulikuwa tukichaji simu tu, tukiweka matumaini kwamba
huenda kuna siku tutapata mawasiliano ya kuwasiliana na watu huku duniani. Msikilizaji, siku ziliyoyoma. Siku moja tukiwa tumekaa na kukata tamaa kabisa, mara simu iliita. Ilikuwa ni simu yangu, sijui network ilikuwa imerudi saa ngapi. Kwani nilikimbilia haraka sana pale juu ya draw na kutazama nani ambaye alikuwa anapiga. Nilijikuta nikilia machozi ya furaha sana baada ya kuona jina la aliyepiga simu. Aliyekuwa akipiga simu alikuwa ni Hasani. Hasani, tafadhali naomba tusaidie, nilisema katika sauti ya chini sana huku nikilia. Ni mara baada ya kuipokea ile simu ya Hasani. Hasani kwa upande mwingine wa simu aliweza kuniuliza kwamba uko salama? Na nipo salama, tutazungumza ndipo tutafanikiwa kutoka hapa, tafadhali tusaidie. Niliendelea kuzungumza. Tuna miezi 2 sasa tunakutafuta mimi na mzee Maduhu, ile umekuwa hupatikani kwenye simu, alisema Hasani, na mimi nikamkatisha. Nipo nyumbani, nilisema kwa sauti ya matumaini sana. Nyumba haionekani, yani hatukuoni kabisa, hatuioni nyumba ndani ya miezi yote hii 2 tunaokutafuta, alisema Hasani, kauli ambayo ilinifanya nilegee kabisa na kuketi chini. Yani kwamba nyumba hawaioni, labda wanapokuja hapa wanaona ni pori au ni bahari tu au ni nini. Nilikaa kimya, sikuwa na usemi wowote zaidi ya kulia tu. Halo, na alizungumza Hasani. Naomba sana uwe karibu na Mungu. Naomba uwe karibu na Mungu kwa wakati huu. Naamini na ninaahidi kuhakikisha kwamba utapatikana ukiwa salama kabisa, sawa mama? Naomba uwe karibu na Mungu. Mkabidhi Mwenyezi Mungu hili. Sawa mama? Aliniuliza Hasani. Nililia tu. Akawa amekata simu yake, na hapo tulianza kusikia hatua za yule kiumbe akija chumbani. Nilificha simu nyuma yangu. Alipoingia tu alikuwa anaanza kutafuta simu na akaipata. Akaichukua na kuanza kuipigiza chini kwa hasira sana. Nililia sana kwa sababu hiyo simu ndio ilikuwa simu tegemeo sana la mwisho kwangu kuweza kuwasiliana na mtu yote yule ambaye angeweza kunitafuta huko duniani. Yule kiumbe akasema kwamba nitahakikisha mnafia hapa, alizungumza yule kiumbe huku akiishia kucheka kwa sauti ya juu sana. Mimi na Agi tulilia na kukumbatiana kwa oga. Yule kiumbe akaondoka zake. Nilimtazama Agi na kumfuta machozi, kisha nikamwambia, hapa tulipofikia hatuna msaada zaidi ya kurudi kwa Mungu wetu na kukiri dhambi zetu pamoja na kutubu, ili hata tukifika tuwe katika mikono salama ya Mwenyezi Mungu. Agi alitikisa kichwa na kunielewa. Nikaenda kumwogesha. Kumbuka mwenzangu alikuwa kwenye hali mbaya sana ya kutojiweza, asingefanya chochote. Na mimi nikaoga, kisha nikaingia kabatini na kuchukua mavazi yangu ya heshima ambayo sikuwahi kuyavaa hata siku moja. Nikamvalisha na mwenzangu. Siku hiyo nilitandika mswala ambao hata sikuwa nikiutumia kabla. Nikamtaka Agi asali kwa imani yake yeye, kwa sababu alikuwa ni Mkristo, na hata kimoyo aweze kusali tu katika uvungu wa moyo wake, kwa sababu Mwenyezi Mungu husikia yale ambayo tunayahitaji hata kabla hatujanena vinywani mwake. Kisha na mimi nikaanza kuswali pale. Yule kiumbe alikuja kwa hasira kule chumbani, lakini ajabu aliishia kuunguruma tu kwa hasira, ila hakuweza kutofanya chochote. Niliendelea kuswali, niliendelea na ibada pale, na yule kiumbe akawa ameondoka zake. Baada ya kumaliza nilimsogelea Agi na kumkumbatia kwa furaha, huku tukilia kwa huzuni sana. Angalau sasa tumepata njia ya kutuweka mbali na ile kiumbe. Huo ulikuwa utaratibu wetu wa kudumu. Kila siku tulikuwa tukipambana na swala, huku tukiwa hatujui kwamba pale tunaweza kutoka wapi, hatujui kwamba pale tuko wapi. Upande wa chakula tulianza kukosa, kwa sababu mwanzo yule kiumbe alikuwa kitupatia chakula, lakini na sasa ni kama ameanza kujitenga na sisi. Ila nilimwambia Agi tuwe na msimamo, ili kama tunakufa tufe katika msamaha wa Mwenyezi Mungu. Siku moja, nadhani ni kama siku ya 5 toka tuanze ibada, tukiwa kwenye hali mbaya sana kutokana na kukosa chakula, ghafla tulisikia geti likigongwa. Tulitazamana mimi na Agi kule ndani. Nikajikongoja nikichechemea na kuelekea dirishani. Katika dirisha la chumbani
Hapakuwa na vile vipande vya chupa tena. Nilielekea mlango wa chumbani, nikatoka mpaka sebuleni na kufungua mlango. Ni kweli kulikuwa ni kweupe. Nilirudi chumbani, nikamnyanyua Agi na kumpatia balance. Tukaanza kutoka kwa hatua za taratibu, huku nikiomba dua ambazo nilifundishwa kipindi nikiwa mtoto kabisa. Yule kiumbe alikuwa akitupa vitu kwa hasira bila kutudhuru, huku sisi tukiendeleza hatua zetu kutoka nje. Kama utani, tulifika getini na kufungua geti ambalo safari hii lilifunguka. Tukatoka tukiwa hatuamini. Tulianguka chini kwa kuwa tuliishiwa nguvu kabisa, lakini kila mmoja wetu alikuwa kilia machozi ya furaha sana pale. Watu baada kutuona walitusogelea na kutupatia msaada na kutupeleka hospitali. Baada ya huduma tulipatiwa chakula tukala, na kwa kuwa nilikuwa na namba za simu za Hasani kichwani mwangu, nilijaribu kuwatajia wasamaria wema waliotupeleka pale hospitali. Wakampigia. Bila kupoteza muda, Hasani alifika akiwa na mzee Maduhu, na walifurahi sana kutuona pia. Walishangaa baada kusikia ndani ya ile nyumba tulikuwa ni wanawake wawili. Ikabidi watuulize kwamba ilikuwaje. Nikawa na hadithia kila kitu. Mzee Maduhu pamoja na Hasani walisikitika sana. Wakafanya mpango wa kuwapata ndugu wa Agi, na baadaye walipatikana, wakaja kumuona binti yao. Baada ya kuruhusiwa kutoka hospitali, ndipo Hassan akanielekeza kuhusu biashara zangu. Aliniambia kwamba biashara yangu ilikufa hafla sana na wafanyakazi wote waliacha kazi, na hata pale palipokuwa na duka paliwahi kuungua moto. Nikamuuliza Hasani kuhusu ile nyumba. Mzee Maduhu akasema kwamba yule kiumbe bado yupo, kwa sababu ahadi yake bado ipo duniani, ila tu alisema yeye kama yeye ameamua kufunga hiyo nyumba ikiwa pacha wake amefariki siku 3 zilizopita, yani mwenye nyumba halisi. Baada ya kutoka hospitali, msikilizaji, nilianza maisha mapya. Nikarudi nyumbani kwetu na kukaa kwa muda kidogo. Baadaye Hasani alileta posa kisha mahari, tukawa mke na mume. Kwa kuwa nilikuwa na elimu ya biashara, mume wangu alinifungulia duka la vifaa vya ujenzi maarufu kama hardware. Nikawa napata pesa za halali kabisa, japo hazikuwa ni nyingi sana kihivyo, lakini zilikuwa ni pesa ambazo zilizonipa amani sana. Hali ya Agi nayo ilitengemaa vizuri siku baada siku, na kisha hali yake karudi kawaida kabisa kama alivyokuwa zamani. Agnes hakusita kunipigia na kubadilishana mawazo, lakini hata kunitembelea pia. Lakini maisha yetu yalijikita zaidi katika kutafuta vitu vya halali, kutafuta njia za halali ambazo tungeliweza kumshirikisha Mwenyezi Mungu aweze kutusimamia katika mbawa zake. Msikilizaji, huu ndio mwisho wa simulizi hii nzuri ambayo imetufundisha mambo mengi sana. Binti na ametuhadithia mambo mengi sana ambayo ameyapitia sana katika hii nyumba ambayo aliipanga. Jamani, watu tunakaa tu majumba haya, lakini kila nyumba ambayo inajengwa ina maagano yake. Nyumba nyingi zina siri kubwa sana. Sione watu wengine baada ya kupanga tu wanaanza kufarakana. Baada ya kukaa nyumba fulani watu wanaanza kugombana, hata kama walikuwa ni mume na mke, wametoka sehemu